Usiku ulikuwa mzito. Anga lilifunikwa na mawingu mazito yaliyokataa kupitisha hata mwanga hafifu wa mwezi. Kando ya mto uliotamba katikati la kijiji, upepo ulipuliza kwa ukali kiasi cha kufanya matawi ya miti ya mikoko yaliyojaa kando ya maji kuyumba kama viumbe vilivyo na uhai. Maji yalikuwa meusi, kimya, yenye harufu ya udongo ulionyunyizwa na mvua za siku kadhaa. Kila kitu kilionekana kutabiri tukio lisilo la kawaida lililokuwa karibu kutokea. Mwanamke mmoja alifika ukingoni, akitetemeka si tu kwa baridi, bali kwa mzigo mzito uliokaa moyoni mwake kwa miezi 9 mizima. Hakuwa na mtu wa kumuita rafiki, jamaa wala jirani. Alikuwa ameishi kwa siri, akijificha na kujifunika ili asionekane na watu wa kijiji waliokuwa wasemaji kuliko wanyenyekevu. Alijua kabisa kuwa kama wangesikia kilichotokea, kama wangejua alibeba mimba ya mtu aliyekataa hata kukiri jina lake, basi maisha yake yangeharibika milele. Ndio maana usiku huo alikuwa amefika pale, akiwa amebeba kitoto kichanga kilicholia kwa sauti dhaifu, kilichofungwa kwa nguo ya zamani aliyokuwa ameikata kutoka shuka la zamani la mama yake. Alisimama pale ukingoni kwa dakika kadhaa, akiyatazama maji yao yaliyotiririka kwa kasi ndogo lakini isiyotabirika. Alihisi moyo wake ukigawanyika vipande. Hakutaka kufanya alichokuja kukifanya. Hakutaka kukisaliti kiumbe hicho kidogo kilichoanza kuonyesha ishara dhaifu za maisha. Lakini dunia ilikuwa imemgeuka, na kila kona aliyoelekea alikutana tu na milango iliyofungwa, maneno ya kumtukana au macho ya kumhukumu. Alikuwa amefika mwisho. Mfano wa mwisho wa huruma ulimponyoka miezi mingi iliyopita. Akachukua pumzi ya kina, machozi yakamwagika. Kitoto kililia tena kama kilikuwa kinamuita arudi nyuma katika uamuzi wake. Lakini sauti hiyo ikamkosesha nguvu zaidi na kumsononesha kuliko hata kumwokoa. Aliinamia maji, akaushika mkunjo wa nguo aliyomfunga mtoto, akaufinya kwa sekunde chache kana kwamba bado anafikiria. Lakini hofu ilimzidi, uchungu ulimshinda, na ndicho kilichosababisha mkono wake ujiteleze kama mtu aliyechoka kupigana na dunia iliyojaa chuki. Mtoto alianguka mtoni kimya, bila makelele makubwa, kama tone la mvua lililopotea kwenye shamba la mafuriko. Mwanamke yule alikaa pale akitetemeka, akastarehe kwa sekunde moja, kisha ghafla akapiga kelele ya kilio kisicho na maneno. Alihisi amejibeba na laana milele. Lakini hakuwa amejua kuwa yale maji ya mto hayakuwa ya kawaida siku hiyo. Mto ulikuwa na mikondo isiyo ya kueleweka. Mikondo iliyowahi kusimuliwa kwenye hadithi za wazee kuwa wakati mwingine huhifadhi au kupeleka ambako panahitajika. Mtoto yule hakuzama kama ilivyo kawaida. Maji yalimbeba na kumsukuma polepole kuelekea upande wa pili wa mto, ambako kulikuwa na kichaka kikubwa na nyumba ya mwanamume mmoja aliyeishi peke yake miaka mingi bila hata kutabasamu. Mwanamume huyo aliitwa Babu Joka, si kwa sababu alikuwa mkali, bali kwa sababu alikuwa na macho yaliyopenya giza. Alikuwa mvuvi, mkimya na mtazamaji wa dunia aliyechoka. Siku nyingi alipenda kukaa kando ya mto usiku, akitafakari maisha yake yaliyopoteza tumaini. Hapo ndipo aliposikia kitu. Kilikuwa kama mlio wa ndege mdogo, kama kilio kilicho katikati. Na mwanzoni alijaribu kupuuza akidhani upepo umebeba sauti tu. Lakini muda mfupi baadaye, akaisikia tena, safari hii ikiwa dhabihu zaidi. Alisimama, akachukua kibuyu chake cha taa ya mafuta, akatembea hatua chache kuelekea majini. Ndipo alipoona kifurushi cha nguo kikielea polepole juu ya majani yaliyokwama kwenye tawi la mti uliokuwa umepinda kuelekea mtoni. Alipokifikia, moyo wake ulianza kumpiga kwa kasi aliyo haijaisikia miaka mingi. Akivuta kifurushi kile kwa tahadhari, akikiweka chini, akifungua kwa mikono iliyotetemeka. Ndipo alipoona uso mdogo uliotoa sauti aliyokuwa akiisikia. Macho ya mtoto yalikuwa mekundu, yakiwa yanatafuta kitu kisichojulikana. Joka alishindwa kuamini. Mwili wake ulikuwa baridi, lakini bado ulikuwa na uhai. Huyu mwanamume hakuwahi kupata mtoto. Aliwahi kuwa na mke, lakini maisha yalimpokenya kila kitu: upendo, familia na hata tumaini.
Siku hiyo, kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alihisi kama dunia ilikuwa imempa kitu cha kukumbatia tena. Hakujua kilitoka mtoto, hakujua nini kimetokea, lakini alifahamu moja kwa moja kuwa hangeweza kumwacha afe. Aliuchukua mwili mdogo kwa uangalifu, akamfungia kifuani, akamkimbiza hadi kwenye nyumba ndogo iliyojaa samani za zamani. Akaanza kumfutia maji, akamfunika kwa vitambo, akachemsha maji ya uvuguvugu na kumwekea kwenye bakuli dogo ili mwili wake upate joto. Mtoto alilia kidogo, kisha akapumzika taratibu kama kana kwamba alipata mahali salama. Joka alikaa kando yake usiku mzima, macho hayakumuondoka. Hakuwahi kuhisi jukumu kama lile maisha yake yote. Aliamua kumpa jina. Jina ambalo lingeashiria mwanzo mpya. Alimuita Kito kwa sababu kwake mtoto huyo alikuwa thamani iliyokolewa kutoka kwenye kina cha Daza. Lakini hakuwa amejua kuwa siku moja, miaka mingi baadaye, kijiji kizima kingetikiswa na ukweli kuhusu Kito. Ukweli ambao ungebadili historia ya familia, ya kijiji na ya maisha yake mwenyewe. Miaka ikaanza kusonga taratibu, kama vile mto ule ule uliombeba Kito usiku wa kwanza. Siku ziligeuka wiki, wiki zikawa miezi, na kabla Joka hajajua, alikuwa ameshaanza kuzoea sauti fulani ndogo ikimuita asubuhi na jioni. Kito alikuwa haraka ajabu. Alipofikisha umri wa kutambaa, alikuwa tayari anafuata kila kona ya nyumba, akichezea nyavu, ndoano na vipande vya kuni kana kwamba ni midoli ya kifahari. Joka, ambaye zamani alikuwa anaamka kimya, sasa alianza kuamka akitabasamu kwa sauti ya mtoto akikoroma au kuhema kwa usingizi. Kijiji kilianza kusikia fununu. Watu wakaanza kujiuliza, ni vipi mzee kama Joka, ambaye hakuonekana na mwanamke kwa miaka mingi, ghafla ana mtoto mdogo nyumbani kwake? Kwanza walidhani ni mjukuu au mtoto wa ndugu aliyeaga, lakini Joka hakuwa mtu wa maelezo marefu. Alipoulizwa, alijibu kwa kifupi tu, ni zawadi ya Mungu. Wengine wakacheka, wengine wakamtazama kwa mashaka, lakini muda ulipoendelea, wengi walianza kumzoea Kito kama sehemu ya kijiji. Kito alipofikisha miaka 4, tabia moja ilianza kujitokeza wazi wazi. Alipenda maji kupita kiasi. Wakati watoto wengine wakiogopa hata kukaribia kingo za mto, Kito ndio kwanza alikuwa akitafuta visababu vya kukaribia. Mara atadai kuchota maji, mara atafuata kifimbo kilichoangukia karibu na maji, mara ataenda tu kusimama na kutazama mawimbi yanavyocheza. Joka aliliona hilo na moyo wake ukawa na hofu isiyoelezeka. Alihisi kana kwamba mto ulikuwa unamuita mtoto wake kwa sauti ambayo yeye hawezi kuisikia. Mara nyingi Joka angemvuta mbali na maji, akimkemea kwa sauti iliyochanganyika na woga na hasira. Usikaribie sana huko Kito, maji haya hayana rafiki. Lakini kila alipomkemea, badala ya Kito kuacha, alionekana kujiuliza zaidi. Babu, mbona wewe hukai mbali nao? Aliwahi kuuliza siku moja. Swali hilo lilimkata nguvu Joka. Alitazama maji kwa muda mrefu, kisha akamgeukia mtoto na kusema, kwa sababu mimi nimezoea kupigana nayo, lakini bado nayaheshimu. Wewe bado ni mdogo kuyafahamu. Kito hakuridhika, lakini alinyamaza, akahifadhi maswali moyoni. Miaka kadhaa baadaye, Kito alianza kwenda shule ya msingi ya kijiji. Hapo ndipo sauti za watu zilipoanza kumfuata kwa karibu zaidi. Watoto wenzake walikuwa na hulka ya kuuliza maswali ambayo watu wazima waliogopa kuyauliza wazi wazi. Baba yako yuko wapi? Aliulizwa siku moja wakati wa mapumziko. Alinyamaza, asijue ajibu nini, kwa sababu Joka hakuwahi kumweleza chochote kuhusu asili yake. Kwa Kito, Joka ndiye alikuwa kila kitu: babu, baba, rafiki na mwalimu. Baba yangu ni Joka, alijibu hatimaye kwa kujiamini. Watoto wakacheka. Wewe ni mjinga au? Huyo ni mzee tu wa mto, si baba yako. Baba zako wako wapi? Maneno hayo yalimuuma, lakini hakujua kwa nini. Usiku ule, aliporudi nyumbani, alimkuta Joka amekaa kando ya moto akitengeneza nyavu. Akaenda kukaa karibu naye kimya, bila hata kumwambia nimerudi, kama kawaida. Joka alitambua kuna jambo. Leo shule haikuwa nzuri, sivyo? Aliuliza bila kumtazama moja kwa moja. Kito akasita, kisha akamwaga yote kama maji yanayotafuta njia. Akauliza kwa mara ya kwanza, babu,
wazazi wangu wako wapi? Swali hilo lilimkata joka kama kisu. Alinyamaza muda mrefu, moto ukiteketea mbele yao huku cheche ndogo zikiruka. Hatimaye kwa sauti ya chini akasema, sijui wazazi wako ni kina nani. Nilichokijua ni kwamba siku moja nilikukuta karibu na mto, na tangu siku hiyo nikakuona kama wangu. Kito aliendelea kumtazama, macho yakiwa yamejaa mchanganyiko wa maumivu na shukurani. Kwa hiyo, mimi nilitelekezwa? Alitamka neno gumu ambalo halikulielewa kikamilifu, lakini alikuwa limelisikia kutoka kwa wengine. Joka alipiga kikohozi kifupi, kana kwamba anajaribu kuzuia ukweli usitoke, lakini ukamshinda. Mlabada, au ulipotea, lakini hilo halibadilishi kitu Kito. Mimi ni wako na wewe ni wangu. Lakini ndani ya moyo wake, alijua kabisa yale maji yalikuwa yamebeba siri nzito kuliko alivyowahi kumweleza mtu. Siku hiyo, moyoni mwa Kito kulizaliwa shimo dogo la maswali. Aliendelea kumheshimu joka, alimpenda hata zaidi kwa sababu ya ukweli, lakini pia alianza kujiuliza, ni nani alinitelekeza? Kwa nini? Je, walikuwa bado hai? Mito huwakilisha safari, na namna isiyoelezeka, alianza kuhisi kwamba maisha yake atakuja kuzunguka si tu mto ule, bali safari ya kutafuta majibu. Miaka ikafika ya balee, kijiji kilianza kumtazama Kito kwa macho mengine tena. Alikuwa mjana mrefu, mwenye nguvu za ajabu na akili za haraka. Shuleni alipenda somo moja kupita mengine, historia na simulizi. Aliguswa na historia za watu waliopotea na kupatikana, mataifa yaliyoinuka na kuanguka, siri za zamani zilizofichuliwa na ushahidi mdogo tu. Kila simulizi aliyolisikia, alijihisi kama sehemu ya hadithi yake mwenyewe imefichiliwa humo. Lakini pia kulikuwa na jambo la ajabu. Kila alipokaribia maji ya mto, alihisi kama kuna kitu kinamvuta ndani yake. Si kwa maana ya kujiua au kujitosa, bali kama vile kuna sauti ya mbali inayomuita kwa jina. Mara nyingi alikuwa akiketi kwenye jiwe kubwa karibu na mto, akitupa mawe madogo ndani ya maji, akitazama mawimbi jinsi yanavyocheza. Aliwaza, labda majibu yangu yako huku, lakini siwezi kuyaona kwa macho haya. Siku moja, wakati wa msimu wa kiangazi, kikundi cha wanaume wengi wa kijiji walikuwa ziwani kuvua samaki na wanawake mashambani, kulikuja kundi la watu geni kijijini. Walikuwa wamevalia nguo safi, walikuwa na kamera na microphone na vipande ambavyo wengi hawakuvielewa. Walijitambulisha kama watu kutoka kituo chao cha habari mjini, wakisema wanataka kurekodi makala kuhusu maisha ya mto, athari zake kwa jamii na simulizi za kizamani. Kijiji kilichangamka. Hakuwa kila siku watu wa kamera wanakuja sehemu kama ile. Kito alikuwa mmoja waliovutiwa sana. Alijitolea kuwasaidia wageni kuonyesha njia, kuwaunganisha na wazee wa kijiji wanaweza kusimulia historia na hata kuleta maji au msaada mdogo mdogo. Miongoni mwa watu hale kulikuwa na mwanamke mmoja alionekana kijana, lakini macho yake ya kuchunguza sana. Aliitwa Neema, mtangazaji na mwandishi wa kipindi cha television maalum. Kila walipokuwa wakirekodi, macho yake yaliangalia kila undani na aliuliza maswali ambayo wengine hawakufikiria kuuliza. Siku moja walipokuwa wamekaa pamoja kando ya mto, wakipumzika baada ya kurekodi mahojiano na mzee mmoja wa kijiji, Neema akamgeukia Kito na kumwambia, "Unaujua sana mto huu. Umezaliwa hapa hapa?" Swali hilo lilimgonga sawa na lile alipowahi kuulizwa akiwa mtoto. Lakini safari hii alikuwa anajua asili kulikabili. "Sijui nilizaliwa wapi," akajibu, hakitabasamu kwa uchungu. "Najua tu kwamba maisha yangu yalianza hapa kwenye maji haya. Nilikutwa karibu na mto nikiwa bado mchanga." Neema alimsikiliza makini zaidi. "Ulitelekezwa?" aliuliza kwa upole, si kwa udadisi wa kashafa, bali kwa hisia. Kito akavuta pumzi akasema, "Ndivyo inavyoonekana." Neema hakusema kitu kwa muda mrefu, akitazama maji. Kisha akamgeukia tena, macho yake yakiwa yamejaa na ile cheki ya mtu aliyepata wazo. Akauliza, "Umewahi kufikiria kutafuta asili yako? Wazazi wako wa damu?" Swali hilo lilimchoma moyo moja kwenye kiini cha moyo wake. "Nimewaza sana, lakini sijawahi kujua pa kuanzia. Hapa kijijini hakuna anayejua cha hakika. Wanachojua ni kwamba mto huu una hadithi nyingi, lakini hakuna anayejua ipi ni yangu." Neema akabaki akimtazama muda mrefu kana kwamba anajaribu kumwona kupiga sura yake. Kisha akasema kwa sauti ya chini, "Kuna vipindi maalumu tunafanya mjini kuhusu hadithi kama yako.
watu waliotelekezwa wakiwa mchanga, kisha baadaye wanatafuta wazazi wao kupitia televisheni, mitandao, kumbukumbu za hospitali. Mara nyingi matokeo yake huwa makubwa kuliko vile mtu anavyotarajia. Maneno hayo hayakuondoka kichwani mwa Kito. Usiku ule alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi yanayomzunguka. Alimkuta joka ameshapanga samaki na kuanika nyavu zake tayari kwa kesho. Alitabasamu kama kawaida, lakini macho yake yalikuwa yanasema mengine. Joka akatambua mara moja. Wewe siku hizi unarudi na macho ya mbali. Imekuwa hivyo tangu wale watu wa kamera waje. Kito akakaa chini karibu na moto, akamwangalia ule mzee ambaye alimlea bila kuuliza malipo. Babu, alianza kwa sauti ya heshima lakini yenye mizigo. Kama ningepata nafasi ya kujua wazazi wangu ni kina nani, ningekuwa na kusaliti? Swali hilo lilimfanya joka akagomae ghafla. Mikono yake ilisimama hewani, samaki bado kwenye utepe wake. Alimwangalia mjana kwa muda mrefu, kisha akapumza kwa nguvu. Hatimaye akasema, hapana, mtu hawezi kusaliti ukweli. Lakini mimi naogopa tu ukishaijua sura yako ya zamani, hutanisahau. Kito akamkaribia akamweka mkono begani. Hata kama nitawajua, hakuna atakayebadilisha ukweli kwamba wewe ndio ulinibeba kutoka kwa kifo. Wao waliacha, wewe ulichukua. Hilo halitafutiki. Lakini joka, akiwa ameishi maisha marefu ya kupoteza, moyo wake ulikuwa tayari umejenga hofu kama ngao. Alijua dunia inaweza kumtoa Kito mikononi mwake siku yoyote. Usiku ule Kito alilala, lakini usingizi wake haukuwa mlepi. Aliota ndoto ambazo mara nyingine zilikuwa wazi kama sinema. Alijiona mtoto akielea kwenye maji juu ya giza, kisha mkono mkubwa ukamvuta juu. Mara ghafla ndoto ikabadilika na akajiona kijana amevaa nguo safi akisimama mbele ya kamera kubwa yenye taa kali, sauti ikitangaza jina lake. Nyusi zinazofanya zikamwona kwa macho ya mashtarabu na majuto. Aliamka ghafla, moyo ukipiga kasi. Alijua ndoto hile haikuwa ya kawaida, ilikuwa kama walito. Kesho yake Neema na usiku uliofuata ulikuwa mrefu kuliko siku yoyote aliyowahi kupitia Kito. Mawazo yalikuwa yanapiga kelele ndani ya kichwa chake kama ngoma za sherehe ya kijiji, lakini tofauti na sherehe, hakuna kitu kilichomletea furaha. Aliketi nje ya nyumba, akitazama moto ukipungua taratibu, cheche ndogo zikilipuka na kufa kama ndoto zinazoanza na kuishia kabla ya kutimia. Joka alikaa kimya muda mrefu, akimtazama kijana wake kupitia mwanga hafifu wa moto. Hatimaye alizungumza kwa sauti ndogo lakini thabiti. Unataka kwenda, sivyo? Kito hakusema neno. Aliendelea kutazama moto unaokufa polepole. Joka akainuka, akajisogeza karibu naye, akakaa tena. Najua macho ya mtu anayefikiria kuondoka, aliendelea. Nimeyaona kwa wavuvi waliotaka kwenda safari ndefu, kwa vijana waliotamani kuona dunia nje ya kijiji, na hata kwa mke wangu kabla hajanitoka. Wewe una macho ya mtu anayefuatwa na kitu kikubwa. Kito akarudi kumtazama babu yake kwa mara ya kwanza siku hiyo. Babu, sijui kama nataka kwenda. Ninachojua ni kwamba kuna kitu kinanivuta. Kama vile maisha yangu yote nimekaa kwenye ukingo, na sasa naambiwa nivuke maji. Joka akavuta pumzi ndefu. Akatoa mlio wa uchovu ambao ulikuwa umejenga ndani yake kwa miaka mingi. Miaka yote hii, nimekuwa naogopa siku utakayosema hilo. Nilijua itakuja. Na bado, moyo wangu haujajiandaa. Kimya kikarejea tena kati yao, safari hii kikifanya kama uzito unaowashinikiza kupumua kwa shida. Hatimaye joka akasema, Kito, kuna jambo lazima nikueleze kabla hujafanya uamuzi. Si jambo ninalotaka kusema, lakini ni lazima. Kito aligeuka mara moja, macho yakipanuka kwa mshtuko. Nini babu? Joka akatazama mbali, kwenye mto uliokuwa giza zaidi kuliko kawaida, kana kwamba majibu yote alitaka kuyamimina humo yasitoke tena. Usiku niliokukuta, siku hiyo ilikuwa tofauti. Kulikuwa na mtu mwingine karibu. Sikumuona vizuri, kivuli tu. Nadhani kuna mtu alikuona kabla sijakufikia. Na bado sijui alikuwa nani, au kwa nini hakuchukua hatua. Maneno hayo yalimpiga Kito kwa nguvu. Kwa nini hukuniambia? Aliuliza kwa mshtuko na maumivu. Kwa sababu nilihofia utataka kumtafuta. Na sikutaka upotee kwenye dunia ambayo inaweza kukuumiza.
Joka alijibu kwa sauti ya mtu anayekubali makosa yake mwenyewe. Lakini sasa umefikia umri ambao siri haiwezi kukuzuia tena. Unastahili kujua. Kito alipumua kwa shida, akili ikijaribu kuchakata taarifa mpya. Kwa miaka yote alidhani alitelekezwa na hakuna mtu aliyemuona. Sasa inageuka kuna mtu alikuwa pale, akashuhudia na akamwacha awe mikononi mwa mto. Sijui kama huyo mtu alikuwa mzazi wako au la, lakini kuna uwezekano, na hilo ndilo linalonifanya niogope zaidi. Baada ya muda mrefu wa kimya, Kito hatimaye alisimama. Babu, alisema kwa sauti iliyotulia lakini imara, kama kuna mtu aliyeniona na akaniacha nife, basi ninahitaji kujua kwa nini. Na kama sio wao, basi nataka kujua ni nani. Siwezi kuendelea kuishi nikiwa nafikiria nusu ya ukweli. Joka alimtazama kwa macho yaliyokuwa na mchanganyiko wa hofu, fahari na huzuni. Hivyo basi, utakwenda? Nitakwenda, lakini nitarudi. Hata kama majibu nitakayopata yataniangusha, nitarudi. Joka alitembea kwenda kwenye sanduku lake la zamani lililokuwa limejaa vitu vya miaka na historia. Alitoka na kitambaa cha dogo cha bluu kilichokuwa kimechakaa, lakini bado kinaonekana kilikuwa cha mtoto mchanga. Alikikabidhi kwa Kito. Kito akakichukua kwa mkono mmoja, akakishika kwa upole kama kitu kitakatifu. Harufu ya zamani iliyotoka kwenye kitambaa ilimrudisha miaka mingi nyuma, kwenye siku aliyoanza maisha yake bila kujua. Kitambaa hicho kilikuwa kama sehemu ya fumbo ambalo alikuwa amejitayarisha kulifungua. Asubuhi ilipofika, kijiji kilikuwa kimeamka na shughuli zake za kawaida, lakini kwa Kito, maisha yalikuwa yanabadilika kwa kila pumzi aliyopumua. Alitembea kimya kuelekea sehemu ambapo timu ya Neema ilikuwa imepanga magari yao. Alipowasili, Neema alikuwa anazungumza na wapiga picha wake wawili. Alipomwona Kito alisimama ghafla, macho yakionyesha mshangao mchanganyiko na faraja. Umefanya uamuzi? Aliuliza. Kito akashusha begi dogo la ngozi chini, akasema kwa sauti thabiti, niko tayari kwenda. Neema alitabasamu kwa upole, akamgusa bega. Basi safari inaanza leo. Katika muda mfupi walipakia mizigo, vifaa na kuanza safari kuelekea mjini. Kijiji kilibaki nyuma, Joka akiwa amesimama umbali kidogo, akiwatazama kwa macho mazito lakini na tumaini lililofichika ndani yake. Alipoinua mkono kuaga, Kito alirudisha ishara ile ile, na kwa mara ya kwanza alihisi kama mto hakumuita tu, ulikuwa ukimpeleka kwenye paa jipya la maisha yake. Safari kwenda mjini ilikuwa ndefu, na Kito hakuwahi kusafiri umbali huo. Miji midogo walipopita ilikuwa na taa zaidi, watu zaidi, kelele zaidi. Neema alimueleza walichotarajia kufikia. Tutakuwa tunarekodi safari yako. Utashirikiana nasi kwenye vipindi viwili, kimoja cha kukutambulisha na kingine cha uchunguzi. Tuna wataalamu wa kufuatilia rekodi za hospitali, vituo vya kulelea watoto, na tunaweza kutangaza hadithi yako kwa hadhira ya milioni. Kito alisikiliza kila neno, akiwa bado hajazoea ukweli kwamba dunia yenye kamera na teknolojia ilikuwa sasa sehemu ya maisha yake. Walipofika mjini, kila kitu kilikuwa kubwa kuliko alivyowahi kukifikiria. Majengo yalikuwa marefu, magari mengi, na sauti za watu hazikuisha. Alijihisi mdogo, kama tonde la maji lililopotea baharini. Lakini Neema alisimama karibu naye, akisema, usiogope. Hii ni sehemu ya safari yako. Walifika kwenye studio kubwa yenye milango miwili ya kioo. Ndani kulikuwa na watu wengi, wakimbia na mikono iliyobeba karatasi, kamera au simu. Walimkaribisha Kito kwa shauku, wengine wakijua tayari simulizi fupi ya kijana aliyepatikana mtoni na sasa anatafuta asili yake. Kito aliwekwa kwenye chumba cha maandalizi, akapewa nguo safi, akafanywa marekebisho ya nywele na kupigwa picha za mwanzo. Alijua lazima aonekane vizuri kwa video. Alijaribu kutabasamu, lakini mara nyingi tabasamu lilikuwa linalazimishwa. Kila wakati alipoangalia kitambaa cha bluu alichopewa na Joka akiwa amekificha mfukoni, moyo wake ulipata nguvu ya aina fulani. Hatimaye ilifika wakati wa kurekodi kipindi cha kwanza. Alikaa kwenye kiti cha French studio, kamera 3 zikimzunguka. Neema alikaa upande wake wa kulia, akimwangalia kwa tabasamu la kumtia moyo. Mtangazaji wa studio alitoa ishara na taa za studio zilipowaka, sauti ya mtangazaji wa studio ilifika kwa nguvu, ikitamka jina la kipindi, kisha Neema alianza mahojiano. Leo tunakuletea simulizi ya mtu mmoja ambayo maisha yake yalianza kando ya mto na sasa yamefikia hatua ambayo inaweza kubadili historia yake. Karibu Kito.
Kito alichukua pumzi ndefu na akaanza kusimulia. Alieleza jinsi alivyopatikana, maisha yake na joka, maswali aliyokuwa nayo na wito uliomvuta kufika hapo. Watazamaji waliokuwa upande wa pili wa studio walishindwa kujizuia. Baadhi walitoa sauti za mshangao, wengine walionekana kama wanashikika na simulizi. Kipindi kilipomalizika, Neema alimgusa Kito mkono na akasema, hicho ndicho mwanzo. Sasa safari halisi inaanza. Siku iliyofuata ilianza mapema kuliko kawaida. Kito aliitwa kwenye chumba cha maandalizi ambapo timu nzima ya utafiti ilikusanyika. Kulikuwa na kompyuta, makabrasha na majina mengi yaliyoandikwa kwenye karatasi. Neema alimwonyesha kiti aketi karibu naye. Leo tutaanza rasmi kuchunguza asili yako, alisema kwa sauti thabiti lakini yenye huruma. Tumeshawasiliana na hospitali kadhaa za mkoa huu, vituo vya kulelea watoto na hata baadhi ya mashirika yanayoshughulika na masuala ya watoto waliotelekezwa. Lakini kwanza tunahitaji kitu muhimu. Mtafiti mmoja alisimama akamletea kifaa kidogo cha plastic. Tunahitaji sampuli ya DNA yako, alisema kwa utaratibu. Hii itatusaidia kulinganisha na rekodi ambazo zinaweza kupatikana au hata kutangazwa baadaye kwa watu wanaotafuta ndugu zao. Kito alitikisa kichwa bila kusita. Nitafanya chochote kitakachosaidia kupata ukweli. Baada ya sampuli kuchukuliwa, timu ilianza kazi. Wengine walikuwa wanapiga simu, wengine wanaandika kwenye kompyuta, wengine wanachambua takwimu. Kito alikaa kimya, akitazama, akiendelea kushangaa jinsi maisha yake yalivyobadilika ndani ya siku 2 tu. Saa chache tu zilizopita alikuwa kijana anayejua tu kuvua samaki na kufunga nyavu. Sasa alikuwa kitovu cha uchunguzi wa kitaifa, hadithi inayotazamiwa na mamilioni. Wakati timu inafanya kazi, Neema alimchukua Kito kumtembeza nje ya jengo ili apumue. Walitembea bustanini nje ya jengo, ambapo miti mirefu ilitoa kivuli kizuri na hewa safi ilipunguza moshi wa magari ya mjini. Najua ni nyingi kwa siku moja, Neema alisema, akimtazama kwa wasiwasi wa kirafiki. Lakini nataka ujue, chochote kitakachotokea, hatuko hapa kukuhukumu wala kukuvunja moyo. Hii ni safari na safari huwa na makali yake. Kito alitabasamu kidogo. Najisikia kama nipo kwenye ndoto isiyoisha, alisema. Lakini nashukuru haujaniacha peke yangu. Neema aligeuka pembeni ili asionekane akitabasamu kupita kiasi. Hiyo ndo kazi yangu, alisema kwa utani mdogo, lakini ukweli ulijificha ndani ya maneno yake. Waliporudi ndani, mtafiti mmoja alikuwa akiwaita. Neema, Kito, tuna kitu cha kuzungumza. Walikimbia kidogo kwa haraka kuelekea kwenye skrini kubwa ambako taarifa zilikuwa zimeonyeshwa. Tumepata kitu, si jibu kamili lakini ni mwanzo, mtafiti alisema. Neema basimama karibu zaidi. Tuna rekodi za mtoto wa kiume alionekana kupotea miaka hiyo hiyo, kipindi hicho hicho, si katika kijiji chenu, bali katika mji ulioko kilomita 100 kutoka pale mlipo. Kito alihisi mapigo ya moyo yakipanda. Mtoto wa kupotea? Aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Ndiyo, mtafiti aliendelea. Akiwa mchanga sana, takriban siku chache tu baada ya kuzaliwa. Lakini cha kushangaza ni kwamba hakuna rekodi la kupatikana kwake, hakuna mwili, hakuna maelezo ya zaidi. Ni kama alitoweka hewani. Kito alihisi ukimya mkubwa ukimzunguka. Neema akauliza kwa busara. Je, kuna maelezo yoyote ya wazazi wake? Mtafiti akasogeza faili lingine mbele. Mama yake aliitwa Ruth. Alikuwa msichana mdogo wakati huo, miaka 17 au 18. Aliripoti kupotea kwa mtoto wake kwa machozi, lakini baadaye akatoweka naye. Hakurejea hospitali, hakuwahi kuonekana tena katika rekodi za serikali. Ni kama alifutika. Kito alihisi miguu yake ikitetemeka. Hiyo ina maana gani? Alimtelekeza au alimpoteza? Aliuliza akishindwa kujizuia. Hatujui bado, mtafiti alijibu, lakini tunafuatilia. Kitu cha pekee tunachojua ni kwamba jina lake la mwisho lilikuwa linafanana na familia moja inayojulikana katika mkoa ule. Safari ya uchunguzi ilianza kuchukua mwelekeo mpya. Neema aliwaambia timu waanze mawasiliano zaidi, wachunguze kumbukumbu za jamii, rekodi za kliniki ndogo na hata masimulizi ya wazee katika maeneo jirani.
Kila hatua ilikuwa kama kuchimba ndani ya ardhi ngumu, ukitafuta kidokezo cha hazina iliyofichwa. Kito alitumai, alioga, alifurahi, akahuzunika, hisia zote zikijazana ndani yake bila mpangilio. Jioni hiyo walirekodi kipindi kingine. Safari hii ni cha uchunguzi. Studio ilijaa watazamaji na hewa ilikuwa na umeme wa matarajio. Neema alianza kwa kuelezea maendeleo ya siku hiyo, kisha akamgeukia Kito na kumuuliza kwa upole, "Unajisikiaje kuhusu taarifa tulizopata?" Kito akaangalia kamera moja kwa mara ya kwanza. "Najisikia kama nimegusa mwamba wa kwanza kwenye njia ndefu. Lakini pia naoga kwa sababu kila jibu linaweza kufungua swali lingine." Wakati kipindi kinamaliza, kitu kiajabu kilitokea. Kitu ambacho kitaanza safu ya matukio yasiyotarajiwa. Katika sehemu ya mwisho ya kipindi, walitoa namba maalum ya mawasiliano na barua pepe kwa yoyote aliye na taarifa kuhusu mtoto aliyopotea miaka hiyo hiyo au kuhusu mwanamke anaitwa Ruth aliyekuwa kijana wakati huo. Dakika chache tu baada ya kipindi kurushwa, simu za studio zilianza kulia, barua pepe zilianza kuingia kwa kasi, lakini kati ya ujumbe wote, mmoja ulisimamisha kila kitu. Mtaandalisha aliingia mbio kwenye chumba cha kula akimtafuta Neema. "Tunao ujumbe, sijui kama ni wa kweli, lakini ni tofauti. Lazima muone." Walikusanyika kwenye kompyuta ambako ujumbe ulikuwa umefunguliwa. Uliandikwa kwa maneno machache sana, lakini ulikuwa na uzito usioeleweka. "Jina lake sio Kito, ana jina la kuzaliwa, na mimi najua kilichotokea usiku ule." Ujumbe huo haukuwa na jina la mtumishi, hakukuwa na namba wala maelezo zaidi. Ila tu sentensi hizo mbili zilituma mshtuko mkubwa mgongoni mwa Kito. Neema akauliza, "Ujumbe umetoka wapi?" Mtu wa IT akasema, "Haueleweki vizuri. Umetumika kupitia mtandao wa sehemu ya mbali vijijini. Inaonekana imefichwa kimakusudi." Kito alihisi mkono wake ukitetemeka. Kwa mara ya kwanza tangu aanze safari, alihisi sio tu anatafuta mtu, bali kuna mtu pia anamtazama. Usiku ule hakulala. Alikuwa akitazama kadi ya Neema, kitambaa cha blue aliyopewa na joka, na sasa ujumbe maajabu uliotumwa bila namba. Akijiuliza, ni nani huyo anayejua jina la kuzaliwa? Mbona hajasema? Mbona sasa? Mfumo wa dunia ulikuwa ukianza kufunguka, na Kito alikuwa katikati yake, akisubiri ukweli uliokuwa ukikuja kama mawimbi ya dhoruba. Usiku huo studio ilikaa wazi hadi saa za 8, taa zikiwaka kwenye ofisi za utafiti, sauti za watu zikipunga kama upepo wa bahari kabla ya dhoruba. Kito alikaa kimya pembeni, akishika kitambaa cha blue mkononi, kana kwamba kingeweza kumwambia chochote kuhusu jina lake la kuzaliwa. Neema alikuwa akizungumza na timu yake, akipanga mikakati ya kujibu ujumbe wa yule mtu asiyejulikana. "Tunahitaji kuwasiliana bila kumtisha," alisema, akiweka mikono kiunoni. "Kama anajua jina la Kito, basi anajua mengi zaidi. Lazima tumvute nje kwa njia ya salama." Lakini Kito aliposikia neno salama, moyo wake ukaruka. Kwa sababu moyoni mwake alijua kama mtu alikuwa karibu usiku ule miaka zaidi ya 20 iliyopita na hakusema chochote, basi mtu huyo hakuwa anataka usalama wake. Wakati timu ilikuwa ikijadiliana, akili ya Kito ilikuwa mbali kabisa. Alijaribu kuunganisha kila sehemu ya maisha yake aliyowahi kufikiria yenye utata: kuvutwa kwake na maji, ndoto za mara kwa mara kuhusu giza na mkono unaojitokeza. Na sasa mtu anayejua jina lake la kuzaliwa. Kufikiria sana kulimchosha, lakini ndani ya uchovu huo ndiko kulizaliwa hamu mpya, hamu ya kujua ukweli bila kujali maumivu yake. Neema alimkaribia taratibu, akakaa karibu naye kwenye benchi. "Najua unafikiria sana," alisema, akimchunguza kwa macho yenye huruma. "Lakini usiogope, hatuja kuruhusu upite safari hii peke yako." Kito aligeuka kidogo, akasema kwa sauti yenye uzito, "Neema, kama mtu huyu ananijua, basi amekuwa kimya maisha yangu yote. Hiyo ina maana alikuwa na sababu ya kutonitafuta." Neema alijaribu kutabasamu kumtia moyo. "Watu hubadilika, labda sasa anaonekana kwa sababu amesukumwa na moyo wa huruma." Kito alitengisha kichwa polepole. "Au anataka kunizuia kujua jambo fulani?"
Dakika chache baadaye, timu ya IT ilisema wanaweza kujibu ujumbe kwa njia isiyoonekana. Wakaanza kuandika ujumbe wa kirafiki, wakimwomba mtu huyo ajitambulishe au angalau atoe ushahidi zaidi. Walituma, lakini hakuna aliyojibu. Saa moja ikapita, kisha 2, hadi saa 4, bado kimya. Kitu alihisi uzito zaidi kuliko alivyotarajia. Ni kama mtu huyo alituma ujumbe kwa sekunde ya mwisho, kisha akatoweka makusudi. Asubuhi ilipofika, barua pepe iliyoingia studio ndiyo iliyoleta mabadiliko mapya. Ilikuwa na faili lililoambatanishwa na maneno machache tu. Haya ndiyo majibu ya mwanzo. Faili lilipofunguliwa, ndani kulikuwa na picha ya kitoto mchanga akiwa amefungwa kwa kitambaa cha bluu, kile kile alichokishika Kito mkononi. Macho yake yalipanuka, Neema akagusa kinywa chake kwa mshangao, na timu nzima ilivuta pumzi kwa pamoja. Hii inaendana na kile tulichonacho, mtafiti mmoja alisema. Mtoto huyu ndiye huyo tuliyemwona kwenye rekodi ya hospitali. Inaonekana mtu anajua zaidi tulivyofikiria. Lakini picha haikuwa kitu pekee kilichokuwa ndani. Kulikuwa na hati iliyochakaa, pengine nakala ya kumbukumbu fulani ya hospitali. Mistari michache ilikuwa imeandikwa kwa mkono iliyosoma, Mama Ruth S. Hali baada ya kujifungua, mshtuko, kupoteza damu, hofu kubwa. Kauli, atanipata, tafadhali mchukue. Maneno hayo yalikuwa na nguvu ya kutingisha kila uti wa mgongo wa aliyoyasoma. Kitu alisikia damu kikipanda usoni na kushuka mara moja, baridi kimshika mgongoni. Hiyo ina maana nini? Aliuliza, sauti ikipatika kama mtu anayezama majini. Neema alijaribu kusoma tena. Inaonekana mama yako hakuwa anatoroka wewe, alikuwa anamtoroka mtu mwingine. Kitu kilichomjia akilini mwake Kito ni yule mtu joka aliyesema alikuwa kiulini usiku ule. Yule mtu alisema kwa sauti yenye uzito, huenda ndiye aliyekuwa anamfuata mama yangu. Neema kageuka haraka akasema, unafikiri ndiye aliyekutazama usiku ule? Kito akatikisa kichwa, inawezekana. Hakuna aliyesema neno tena. Ukweli mtia huo ulileta giza la hakuna aliyekuwa tayari kuliona. Wakati timu iliendelea kuchunguza faili hile, simu ya studio ililia tena. Safari hii ilikuwa ni simu ya moja kwa moja iliyopokelewa na mratibu. Neema alipoita, simu hii ni differenti, tunasikia mtu anapoumua tu, lakini anakataa kukata simu. Neema akaichukua simu kwa haraka, akaweka kwenye spika ili timu nzima iweze kusikia. Kulikuwa na ukimya mzito, kisha pumzi nzito ya mtu mzima. Kitu alihisi moyo ukimfanya midundo isiyo ya kawaida. Kisha sauti ikasikika, nyepesi, iliyochoka na ya kiume. Mwambie huyo kijana aache kuchimba. Baadhi ya ukweli si kwa ajili ya kuupata. Anaweza leta madhara makubwa. Neema akajibu kwa ustadhi, tafadhali, unaweza kutuambia jina lako? Tunaweza kuzungumza kwa utulivu. Lakini mtu huyo akaikatiza maneno yake. Sio salama kwake. Sio salama hata kwenu. Mwambie arudi alikotoka. Kito alisimama. Niambie, wewe ni nani? Unajua nini kuhusu mimi? Aliuliza kwa ukali. Kulikuwa na kimya kifupi, kisha sauti ile ile ikasema kwa sauti iliyovunjika, nimefanya makosa ambayo yananitafuna kila siku, lakini sasa singependa yarudie tena. Kisha simu ikakatika. Hakuna aliyezungumza muda. Ilikuwa kama dunia nzima imejifungia pumzi ikisubiri mtu aseme neno la kwanza. Neema kakaa polepole akishika kichwa. Huyu mtu haongei kama mtu anayejificha tu, anaongea kama mtu anayeogopa kitu. Mtafiti mmoja akasema, lakini inaonekana pia anamtaka kitu asiendelee. Hiyo ina maana yeye ndiye anaitaka kuficha jambo, au anaogopa mtu mwingine zaidi yake. Siku hiyo mazingira ya studio yalibadilika kabisa. Watu hawakutabasamu kama kawaida. Kila mtu aliyepita alimwangalia Kito kama mtu anayebeba bomu la maelezo. Kito alihisi macho ya watu yakimfuata, sio kwa sababu walikuwa wanampenda, bali kwa sababu walitaka kujua kama ataendelea na safari au ataogopa. Alienda kukaa nje akitazama magari yakipita hasi, sauti za barabara zikiwa kama kelele za ndogo zinazofunika siri kubwa. Neema alikuja kumkuta hapo, akakaa kimya kando naye. Kito, alisema hatimaye.
kitu nataka kukuuliza. Hii safari huenda ikawa hatari zaidi ya tulivyodhani. Hatujui huyu mtu ni nani, hatujui anaficha nini au anamuogopa nani, lakini bado tunaweza kuendelea. Swali ni, je, bado unataka kuendelea? Kitu hakutaji hata sekunde moja kufikiria. Ndiyo, alisema. Kama mtu anataka kunizuia, basi hilo ndilo linalothibitisha ukweli kwamba lazima niendelee. Sitakimbia. Neema akavuta pumzi ndefu, akimtazama kwa macho yanayojua mwanzo wa safari ya hatari ambayo haijui mwisho wake. Basi kesho, alisema taratibu, tutaenda kwenye mji ambapo mama yako alionekana mara ya mwisho. Na hapo safari ilianza rasmi, safari ya kurudi kwenye mizizi, safari ya kukutana na ukweli, safari ya kuvunja pazia la giza lililofichwa kwa mwaka 20. Kesho yake iliingia polepole kama mwanga wa alfajiri unaopenya pazia zito la usiku. Hewa ilikuwa baridi na mvua nyepesi ilianza kunyesha mjini, kana kwamba anga lilikuwa linajaribu kuosha kile ambacho kingefuata. Neema, Kito na timu ndogo ya utafiti walikusanyika tayari kwa safari ya kuelekea mji ambao rekodi zilionyesha kuwa mama yake Kito, Ruth, aliishi mara ya mwisho. Gari lilipakiwa vifaa, kamera na mafaili yote waliochambua hadi sasa. Kabla hawajaondoka, Kito alisimama ndani ya studio akitazama jiji lote kupitia dirisha kubwa. Alijisikia tofauti, kama mtu ambaye maisha yake yamesukumwa na mkono usioonekana kuelekea mahali ambapo hakuna kurudi nyuma. Safari ilipoanza, magari yalipita kwa kasi barabarani. Majengo yakapungua taratibu kadri walivyoelekea nje ya jiji, na baadaye ardhi ya kijani ilianza kuonekana, miti ikikunjwa matawi yake kama mikono inayowakaribisha. Kito alitazama nje ya dirisha muda mwingi, akijiuliza mara elfu ikiwa angepata majibu aliyoifuata kwa miaka yote bila maneno. Neema aligeuka mara kadhaa kumwangalia. "Uko sawa?" aliuliza hatimaye. "Sijui," Kito akajibu kwa uaminifu. "Lakini najua niko kwenye njia ambayo nilipaswa kupita siku nyingi." Walipofika kwenye mji wa kati, jua lilikuwa linachungulia nyumba ya mawingu, likitoa mwanga wa dhahabu uliopenya juu ya paa za nyumba. Mji ulikuwa wa zamani kidogo, wenye majengo ya mawe, barabara nyembamba na watu waliokuwa wanazungumza kwa utulivu. Hapa ndipo historia ya Kito ilianza, isipokuwa yeye hakuwahi kuifikiria siku atarudi kwenye ardhi ambayo pengine ilishuhudia mapumziko yake ya kwanza. Mara ya kwanza walienda kwenye hospitali iliyokuwa kwenye rekodi. Ilikuwa jengo la rangi ya cream, milango yake ikiwa imechakaa kwa muda, lakini bado ikifanya kazi. Ndani kulikuwa na harufu ya dawa, karatasi na uchovu wa wahudumu ambao walikuwa wamezoea kuokoa maisha bila kuhesabu muda. Neema alijitambulisha na baada ya muda walipewa ruhusa kuzungumza na mkuu wa kumbukumbu za hospitali. Mwanamke wa umri wa makamu alionekana mwenye macho ya kutambua haraka. "Tunatafuta taarifa kuhusu mtoto wa kiume aliandikishwa zaidi ya miaka 20 iliyopita," Neema alianza. Mwanamke huyo alisoma faili waliokuwa wameleta, akanyosha miwani yake, akatulia kimya kwa sekunde kadhaa kabla hata hakujaji. "Ninaukumbuka huu mkasa," alisema kwa sauti ya kumbukumbu ya zamani. "Mama yake aliingia hapa akiwa na hofu isiyo ya kawaida. Alikuwa anatetemeka, akasema kuna mtu alikuwa anafuatilia mimba yake tangu mwanzo. Tulipomhoji zaidi, alishindwa kuelezea vizuri, akionekana kama mtu aliyekuwa akijaribu kuwatoroka watu wasioonekana." Kito alihisi ulimwengu ukimzunguka. "Unamaanisha nini watu wasioonekana?" aliuliza kwa sauti ya kukosa pumzi. Mwanamke huyo akamwangalia na macho yaliyohifadhi huzuni. "Mwanzoni tulidhani labda alikuwa anapata msongo wa mawazo baada ya kujifungua, lakini alirudia maneno yale yale kila saa. Atanipata, atanipata, mpeni mtoto mahali salama." Aliendelea kumtaja mtu mmoja, lakini jina lake aliweza kulitamka nusu tu kabla hajazimia. Neema alikuwa makini sana. "Alisema jina gani?" Mwanamke huyo akajaribu kukumbuka, akafumba macho. "Alisema Saa au Sami au Saulo." Haikuwa wazi, alitamka wapesi sana, na mara ya pili alijaribu kutamka tena, alilia tu.
Hapo ndipo Kito alisikia kitu cha ajabu, kama mwangu wa jina lililofichwa ndani ya kichwa chake kwa miaka bila kujua chanzo chake. Huyo mtu ndio aliyokuwa anamfuata? Aliuliza kwa sauti ya kukosa pumzi. Mwanamke huyo akatikisa kichwa polepole. Hatuwahi kujua, tulitaka kumlinda, lakini baada ya saa chache tu alitoweka kutoka hospitali. Hakuna mtu aliyemwona alipotokea. Tulidhani alirudi kwao, lakini rekodi zinaonyesha hakurudi kamwe. Timu ilishukuru kwa taarifa hizo na waliondoka hospitali wakiwa na uzito mpya. Mbele walikuwa na vituo vingine vya kukagua, nyumba ya kulelea watoto, ofisi ndogo za serikali na baadaye makazi ya wazee ambapo waliambiwa kuna mtu aliyewahi kufanya kazi hospitali hiyo miaka hiyo. Huyo aliweza kutoa maelezo zaidi. Walipomfika bibi huyo alikuwa amekaa kwenye kiti cha mviringo akishona kitambaa chake cha zamani. Alipoona kitambaa cha bluu ambacho Kito alikitoa mfukoni, alinyanyua macho yake kwa haraka ya kushangaza. Kitambaa hicho, alisema kwa sauti ya akili katika. Nilimwona mtoto aliyeletwa hospitali akiwa amefungwa nacho. Nilijaribu kumshika lakini akachukuliwa mara moja kwenda kwenye chumba chingine. Mama yake alilia sana akisema hataki aondolewe machoni mwake. Lakini daktari alisema ni kwa usalama. Kito alitema pumzi kwa nguvu. Usalama kutokana kwa nani? Bibi huyo akatikisa kichwa polepole. Huyo daktari hakuwa daktari wa kawaida. Alionekana na haraka na niliona macho yake mara mbili yakimtazama mtoto kwa namna isiyo ya kawaida, lakini sikuwa na mamlaka ya kusema chochote wakati ule. Unajua jina lake? Neema aliuliza kwa haraka. Nadhani aliitwa... Bibi huyo akavuta pumzi ndefu, akafumba macho kana kwamba akitafuta jina kwenye giza la kumbukumbu zake. Aliitwa Mwana Usiku? Hapana, Mwanaiko. La hasha, samahani nimezea sana. Kito alinyonyonyea kwa kukata tamaa kidogo, lakini Neema alimpa ishara ya kuendelea kuvuta subira. Walipomaliza mahojiano, jioni ilikuwa inakaribia na anga lilikuwa na rangi ya machungua iliyochanganyika na zambarau. Waliamua kurudi kwenye hoteli yao kupumzika na kupanga hatua inayofuata. Kito alikaa kwenye kitanda akitazama kitambaa cha bluu alipokifungua mkamilifu. Ndani ya kona moja, aliona kitu ambacho hakuwahi kukiona hapo awali. Kulikuwa na herufi zilizoshonwa kwa mkono, zimeharibika kwa muda, lakini bado zinasomeka kwa shida. S.A. Alitetemeka kwa kusas. Hiki si kimefanana na jambo alilosema yule mama wa hospitali? Neema aliyekuwa pembeni akitayarisha kamera zake, alisogea karibu. Alipokiona, macho yake yakapanuka. Hili lazima ndio sehemu ya jina. S.A. linaweza kuwa sehemu ya Sam au Said au Saulo au kitu kinachoanza na mwanzo huo. Lakini kabla hawajamaliza kufikiri, mlango wa hoteli uligongwa kwa nguvu hazi ya usalama. Neema alisimama kwa hofu, Kito akasimama haraka, kitambaa kikiwa mkononi. Labda ni mhudumu, Neema alisema kwa sauti ya kujipa ujasiri. Lakini kabla hawajaufikia mlango, kitu kilisukumwa chini ya penga la ardhi. Karatasi ndogo iliyokunjwa. Walipoifungua, waliona maandishi yaliyoandikwa kwa haraka. Acheni kutafuta. Huyo S.A. atawapata. Kito alisikia moyo wake ukipiga kwa nguvu vile kama nguma ya vita. Hii haikuwa tena safari ya kutafuta majibu tu. Hii ilikuwa safari ya kukimbia mtu ambaye hakujulikana, lakini alijua kila hatua wanayochukua. Usiku huo haukuwa kama mingine yoyote. Hewa ndani ya chumba cha hoteli ilionekana kubanwa na kitu kisichoonekana. Kitu ambacho hakikuwa hewa wala mzigo wa safari. Kilikuwa hofu. Sauti za magari barabarani zilikuwa mbali kuliko kawaida, na hata hatua za watu kwenye korido ya ghorofa ya 3 zilionekana kama zinatokea kwenye dunia nyingine. Kito alikaa pembezoni mwa kitanda, macho yake yakiwa yamekodoa karatasi waliopokea chini ya mlango. Maneno acheni kutafuta yalikuwa yamechapa kwenye akili yake kama muhuri wa moto. Neema alitembea taratibu kuzunguka chumba, akipiga simu kwa mmoja wa walinzi wa hoteli huku akijaribu kutawala sauti yake. Tunahitaji kujua ni nani aliyeingia kwenye ghorofa yetu muda huu. Tunahitaji kuangalia kamera za usalama.
alisema kwa msisitizo. Lakini hata hivyo, hofu ndogo ilimchezea kwenye koo lake. Huyu mtu, huyu SA au yoyote anayewasiliana kupitia njia za ajabu, alijua waliko, alijua wanachofanya, na sasa alikuwa na wakaribia. Baada ya dakika kadhaa, walinzi wawili wa hoteli walifika, wakiwa na buti nzito na tochi mkononi. Walikagua korido nzima, walichunguza sakafu, lakini hawakuona mtu yoyote aliyekuwa na ajenda ya kutisha. Kisha walienda kwenye chumba cha ufuatiliaji wa kamera. Kito na Neema walifuata bila kusema neno. Ndani ya chumba kulikuwa na skrini nyingi zilizoonyesha kila pembe ya hoteli. Walinzi wakarudisha rekodi za dakika chache zilizopita. Kamera iliyoelekeza kwenye korido ya chumba cha Kito ikarudi nyuma polepole, ikionyesha mtu alivyosimama mbele ya mlango wao kwa sekunde chache tu, lakini uso wake haukuonekana. Alikuwa amevaa kofia yenye ukingo mpana, koti ndefu ambalo lilifunika mwili wote, na hakupindua hata sekunde moja kuonyesha upande wowote wa uso wake. Aliinama, akasukuma ujumbe chini ya mlango, kisha akatembea pembeni kwa haraka isiyo ya kawaida, karibu kama mwendo wa mtu aliyefundishwa kukwepa kamera. Waliporudisha rekodi zaidi, walimwona akipotea kwenye kona ya korido, na kamera iliyofuata ilionyesha tu ukuta mtupu. Ilikuwa kama amemomonyoka hewani. Alitoka kupitia wapi? Neema aliuliza, sauti yake ikitetemeka. Walinzi wakachunguza kamera zote, lakini hawakupata rekodi ya mtu huyo akiondoka nje ya hoteli. Hakupanda lifti, hakutumia ngazi za dharura, hakuvuka lango la mbele, hakutokea tena. Kito alijisikia baridi ndani zaidi ya viungo vyake. Huyu mtu, huyu SA au yoyote anayewasiliana kupitia njia za ajabu, anafahamu jinsi ya kujificha, alisema kwa sauti ya chini. Hii haisanani na mtu wa kawaida. Waliporudi chumbani, Neema alifunga mlango mara 2 na kuweka kitasa cha ziada. Kito alikaa chini, akachukua kitambaa chake cha bluu na kukishika juu ya miguu yake. Kitambaa hicho kilikuwa kama kifaa cha zamani cha unabii. Kila alichokiona ndani yake kilimpeleka karibu zaidi na mtu aliyekuwa anawafuata. Saa zikaendelea kupita. Hatimaye Neema akaona lazima apate usingizi, lakini Kito hakulala. Alikaa kwenye kiti akitazama dirisha lililokuwa likionyesha taa chache za barabarani. Kila mwendo wa kivuli kilichopita nje kilionekana kama tisho. Alijaribu kutafakari jina linaloanza na SA. Aliwaza, labda ni Samueli, labda ni Saidi, labda ni Saulo au Sadiki, au labda ni jina ambalo halipo kwenye kumbukumbu ya kawaida. Alihisi kama mtu aliachiwa kitendawili, huku sehemu muhimu zake vikikosekana. Asubuhi ilipofika, walikuwa wamechoka, lakini maisha hayakuacha kuwabeba mbele. Timu ya utafiti iliwafuata hotelini, na waliamua kwamba hatua inayofuata ni kwenda kwenye kata ya zamani ambayo Ruth alisemekana kuishi. Hapo walitumai kupata mtu aliyejua familia yake, au angalau kuona nyumba yake ya zamani. Safari ilikuwa fupi, lakini ilihisi ndefu kutokana na uzito wa matarajio. Walipofika kwenye eneo dogo lililojaa nyumba za udongo, watu wachache waliomtambua Neema walikuja kuwaona. Ni nyinyi mnaotafuta mama aliyekuwa anaitwa Ruth? Mwanamke mzee mmoja aliuliza. Neema akatabasamu kwa heshima yenyewe. Ndiyo, tunatafuta taarifa zake. Alionekana hapa mara ya mwisho zaidi ya miaka 20 iliyopita. Mwanamke huyo akamtazama Kito kwa jicho lililojaa huruma ya hafla. Yule msichana alitesa sana kabla hajaondoka hapa. Hakukuwa siku moja alitembea bila kuangalia nyuma yake kwa hofu. Kila mtu alijua kunakuwa na mtu aliyemfuata, lakini hatukuwa na ushahidi. Kito alihisi miguu yake kuwa dhaifu. Unamaanisha mwanaume? Aliuliza kwa haraka. Mwanamke huyo akatikisa kichwa kwa ukakamu uliojaa huzuni. Ndiyo, mwanaume mmoja mrefu na sauti ya ajabu. Haukueleweka sana kijijini. Wakati mwingine angeonekana, wakati mwingine angepotea kwa miezi 3. Lakini kila aliporudi, Ruth angegeuka kwa mwili uliotetemeka kwa hofu. Timu yote ikaa kimya. Neema akachukua hatua mbele na kusema,
Unamkumbuka jina lake? Mwanamke huyo akafumba macho kana kwamba anaona picha ya zamani iliyojaa vuzi. Alikuwa akiitwa lakini kabla amalize, sauti ya mwanaume wa umri mwaka moja ikakatiza. Siamini huyo mwanamke. Huyo mtu unayemtafuta hakutaka kutajwa mema. Waligeuka wote kwa mara moja. Mwanamume huyo alikuwa na sura ya mtu aliyebeba siri moyoni mwake miaka mingi. Alikuwa amesimamia kwenye uvuli wa mti, mikono yake imeikimbia mwili kinamna ya kujilinda. Alimwangalia Kito kwa muda mrefu kuliko kawaida, na hata kupindua sekunde moja. Kama wewe ndio huyo mtoto, basi unapaswa kujua hili. Huyu SA si mtu wa kutafuta. Alikuwa na nguvu zaidi ya maneno ya kawaida. Alikuwa mtu wa kufanya watu watoweke. Na mama yako alikuwa mmoja waliomkimbiza. Kito alisikia pumzi yake ikichechemea. Basi, niambie, SA ni nani? Lakini mwanamume huyo ayumbisha kichwa. Siwezi kusema, kama nikisema naweka maisha yangu hatarini. Lakini nitasema hivi tu. Akamwangalia Kito tena, safari hii bila kupepesha. Ukiona ishara ya pili, utajua uko karibu naye. Neema akasimama karibu na Kito akishika mkono wake bila kujua. Ishara gani ya pili? Ishara gani? Mwanamume huyo akawafikiria wote kwa makini, kisha akageuka polepole na kusema, ishara ya kwanza ilikuwa kitambaa. Ishara ya pili itakuumiza kuliko kitambaa hicho. Bila kutoa fursa ya kuuliza maswali zaidi, akatembea haraka na kupotea mitini ya nyumba za udongo. Kito akabaki imesimamia, mwili wake ukitetemeka kwa nguvu. Sasa safari haikuwa tu ya kutafuta historia yake. Ilikuwa safari ya kukutana na mtu aliyemkimbiza mama yake mpaka mwisho wa dunia. Na mtu huyu alikuwa na wasogelea. Baada ya yule mwanaume kupotea kwenye nyumba za udongo, hewa ya kijiji ilibaki kining'inia kati ya ukimya na wasiwasi. Kito alijikuta akishika kitambaa cha bluu kwa nguvu zaidi, kana kwamba kingemzuia kuanguka. Maneno ishara ya pili itakuumiza zaidi yalikuwa kama msumeno unaomkatakata taratibu. Neema aliona alivyoyumba kidogo na akamsogelea, akishika mkono wake kwa upole. Tutaipata ishara hiyo, alisema kwa sauti ambayo ilitaka kuleta tumaini lakini haikufanikiwa kikamilifu. Kito akitikisa kichwa, sijui kama niko tayari kuiona. Walitembea kuelekea kwenye sehemu ya mwisho waliopanga kutembelea, nyumba ambayo ilisemekana mama yake Ruth aliwahi kuishi kabla ya kutoweka. Nyumba hiyo ilikuwa pembeni mwa kijiji, karibu na mashamba yaliyotelekezwa. Iliyumba kwa upande mmoja, paa likiwa limezuka mahali na milango ikiwa imefungwa kwa mbao zilizofunguliwa na kutekewa na muda. Walipofika hapo, Kito alihisi kitu cha ajabu tumboni mwake, kama mzizi wa hisia ambao akijaribu kuuelewa haukubali jina lolote. Je, tumepewa ruhusa kuingia? Neema aliuliza mmoja wa wanaume alikuwa amewasindikiza. Nyumba hii haina mmiliki tena. Familia ya Ruth ilihama muda mfupi baada ya yeye kutoweka. Walisema nyumba imekuwa na bahati mbaya. Kito alisogea kwenye mlango akikunja vidole vyake kana kwamba anajiandaa kupigana na hewa. Aliposukuma mlango ule, ulianguka upande kiasi, ukitoa povu la vumbi na harufu ya udongo uliolala. Ndani kulikuwa giza, vumbi likizunguka kwenye mwanga dhaifu uliovuja kupitia mashimo ya paa. Kuta zilikuwa zimechakaa, zilizoandikwa kwa maandishi yaliyofutika, ambayo yalionekana kama mtu aliyekuwa anatafuta njia ya kuongea bila kusema. Kito alitembea ndani taratibu, akagusa ukuta mmoja kwa vidole vyake. Alipochora mstari kwa mkono wake, vumbi lilifuata mkono huo kwa haraka, kama kumbukumbu iliyokuwa na hamu ya kusimuliwa tena. Katika kona ya nyumba, kulikuwa na kabati dogo lililokuwa limevunjika upande. Kito alisogea, akafungua mlango wake kwa tahadhari. Ndani kulikuwa na kitabu dogo kilichofungwa na ngozi nyembamba na kufunikwa na vumbi nene. Alipochukua kitabu hicho, alihisi tumbo lake likikunjamana. Neema, aliita taratibu. Neema alikimbia pembezoni mwake. Umepata nini? Aliposogeza kitabu hicho karibu na mwanga, waliona kina herufi chache zilizofutika. RS Private. Sauti ya kamera ilianza kurekodi yenyewe bila mtu kuagiza. Kito alifungua ukurasa wa kwanza. Maneno yalianza kuonekana taratibu, kama vile karatasi ilikuwa na aibu kujionyesha. Haikuwa shajara kamili, bali ni kurasa zilizokatwa na kurudiwa bandia. Maneno yaliyokuwa yanarudiwa mara nyingi yalikuwa mawili: anaja, sa na atani
na sehemu zingine zilikuwa zimechanika vibaya, kana kwamba mtu alikaka kuondoa ushahidi fulani. Neema alisema kwa kuvuta pumzi. Hiki ndicho tena. Anajaribu kuandika jina lake. Lakini kabla hawajamaliza kusoma, Kito aligeuza upande wa nyuma ya kurasa na akapata karatasi iliyopigwa folda mara 3. Alipoifungua, aliona mchoro wa haraka haraka wa uso wa mtu. Mchoro haukuwa halisi sana, lakini ulikuwa na sura ya mtu mwenye tawa ndani, macho yenye penga kali na tabia ya mtu ambaye mara ya kwanza unapoangalia unajua hawezi kuleta amani. Chini ya mchoro kulikuwa na herufi kubwa 3 zilizoandikwa kwa mkono uliotetemeka, SAK. Kito alizimia kwa sekunde kama 2, akapepasa macho haraka. Hii lazima ni sehemu ya jina lake, alisema kwa sauti ya chini. Sak, nani ana jina kama hilo? Neema alijaribu kufikiria. Sak, Sakaya, Sak, Sakuru au njia fulani ya kifupi. Inaweza kuwa jina la familia. Lakini kabla hawajamaliza, yule mwanamume wa kijiji aliyowapa maelezo ya awali alionekana kwenye mlango akitikisa kichwa kwa haraka. Ondokeni haraka, nyumba hii haipaswi ingiwe na mtu yoyote. Kwa nini? Neema aliuliza. Mwanamume huyu akawa karibu na hatua moja, uso wake ukiwa na hofu ya wazi. Nyumba hii ilikuwa na nafasi ya chini ya ardhi. Ruthi aliificha, lakini sisi tulijua. Alisema mtu akija kuitafuta, basi siku hiyo kutakuwa kumefika mwisho. Na usiku mmoja tulisikia kelele za mtu akiingia, mwanaume aliyefanana na yule aliyemfuata. Asubuhi yake tulipokuja hapa tuliona mlango wa chini umevunjwa. Hakuna aliyewahi kushuka tena. Kito hakusita. Bila kuruhusu mtu yeyote amzuie, alisogea kwenye pembe ya nyumba, akatafuta kwa macho yake sehemu iliyotajwa. Baada ya dakika 4, aliona mbao ya sakafu iliyoharibika na chini yake kulikuwa na pengo dogo. Alivuta mbao kwa nguvu na chini yake kulikuwa na ngazi ya mbao iliyovunjika ikishuka kwenye giza nyeusi la nusu la Endes. Kito nao, Neema alisema, lakini Kito alishuka hatua moja kabla hajasema zaidi. Hii lazima ndio ishara ya pili, Kito alisema kwa sauti ya ujasiri uliovuka mipaka. Waliruhusu kamera ikushuka nyuma yao, Neema akiwa nyuma yake na yule mwanamume akiwa nje akiwa na hofu ya kuogopa kugusa historia isiyokuwa yake. Chini ya nyumba kulikuwa chumba kidogo kilichojaa baridi kama ya kaburi. Kulikuwa na karatasi nyingi zilizotawanyika, baadhi zikiwa zimepoteza rangi kutokana na unyanevu wa miaka mingi. Kito alipanda mbele na kuinua karatasi moja. Ilikuwa na herufi kubwa, Ruth's Hospital Record Modified Copy. Alipoifungua, macho yake alishindwa kuamini. Kwenye sehemu ya baba wa mtoto kulikuwa na mstari uliochorwa kwa inki meusi, lakini chini yake kwenye mwanga hafifu aliona ufutaji usio mkamilifu. Herufi 3 zilikuwa zimetoboka kupitia karatasi. SAK. Kito alitetemeka. Hii ndiyo ishara ya pili, alisema kwa sauti ya chini. Jina ambalo mama yangu alijaribu kufuta. Neema alisimama nyuma yake, akiliangalia faili kwa karibu. Kito, hii ina maana kwamba baba yako wa damu huenda ndiyo mtu aliyemchunga kama kivuli? Huyu Sak, huenda ndiye alikuwa anamfuata? Kabla hawajafikiria zaidi, mlio mkali ulisikika juu. Mlango wa nyumba ulipigwa kwa nguvu ajabu sana, kama mtu ameingia kwa hasira kubwa. Yule mwanamume wa kijiji alipiga kelele, Kito, Neema, toka hapo sasa, kuna mtu. Sauti yake ikakatika ghafla. Kito aligeuka. Macho yake yalijawa na hofu ya binadamu anayejua sasa hatuko tena kwenye utafutaji wa kawaida. Neema, tunatoka hapa sasa. Alimshika mkono wake na wakapanda ngazi haraka, lakini kabla hawajafika juu, waliona kivuli kikubwa kimetanda kwenye sakafu ya chumba. Kivuli cha mtu aliyesimama kimya kupita kawaida, akiwangojea. Kito alisimama nusu hatua kabla ya kufika juu, moyo ukipiga kwa nguvu ya ajabu. Hakuhitaji kuona uso wake kuthibitisha. Alikuwa amemwona mara moja tu kwenye mchoro, lakini tayari mwili wake ulimtambua. Kivuli kilitikisa, kisha sauti ya kiume zito iliyotoka kama mtu anazungumza kutoka kwenye mapango ilisema, ulikuwa unanitafuta, sio? Ndipo Kito alijua ishara ya pili si karatasi, si jina, si mchoro. Ishara ya pili ilikuwa mwenyewe. Kito alihisi damu yake ikiganda ndani ya mishipa. Kivuli kilichosimama juu ya sakafu hakikuwa tu cha mtu, kilikuwa cha historia nzima aliyokuwa akikimbia bila kujua. Neema, ambaye alikuwa hatua 2 nyuma yake, alishika mkono wa Kito kwa nguvu, kana kwamba akijua kuwa
kukiachilia kungemaanisha mwisho. Kivuli kile kilisogea taratibu, sauti ya viatu vyake ikilia kwa namna ya kutisha, ikipiga juu ya mbao kavu za nyumba ile iliyoachwa na dunia. Hatimaye mtu huyo alionekana kikamilifu. Alikuwa mrefu kuliko mwanadamu wa kawaida. Ndevu zake nyeusi zilikuwa zimesheheni sura iliyokonda lakini yenye ukatili uliotulia. Macho yake yalikuwa mekundu kidogo, sio kama ya mtu aliyechoka, bali kama ya mtu aliyeishi gizani kwa muda mrefu sana. Alikuwa akivaa koti jeusi lililofungwa hadi shingoni na mikono yake mirefu ilionekana kuwa na nguvu zisizoelezeka. Alimtazama Kito kwa muda mrefu, kana kwamba anajaribu kumwona ndani ya koo lake la nafsi. "Umefika mbali," alisema kwa sauti ndogo lakini nzito. "Zaidi ya nilivyotarajia, lakini safari yako imevuka kikomo sasa." Kito alijaribu kutafuta maneno ya kusema, lakini ulimi wake uliishiwa nguvu. Ndani ya sekunde hizo chache, kila kipande cha maisha yake kilirudi kichwani mwake. Usiku wa kurushwa mtoni, miaka aliyokaa kwa joka, siku alizolia akiwa hana majibu, safari yake mjini, na sasa huyu mtu mwenye sauti ambayo ilifanya hewa kuwa baridi. Neema, ambaye muda wote alikuwa amejizatiti, alijaribu kuchukua hatua mbele. "Wewe ni nani na unataka nini na Kito?" Mtu huyo akamgeukia polepole, macho yake yakibadilika kutoka tishio hadi utulivu wa kutisha. "Neema," alisema kwa jina kana kwamba alimfahamu. "Hii si safari yako. Huchaguliwa kuingilia yaliyofichwa." Alinyanyua mkono kuonyesha asimame kimya. Neema alirudi nyuma hatua moja kwa woga, lakini hakumwachia Kito hata kwa sekunde. Kito alijikaza na kusema, "Kama wewe ndiye SA, huyo ambaye mamangu alikuwa anamkimbia, basi nataka kujua kwa nini. Kwa nini ulimfuata? Kwa nini ulinitafuta? Kwa nini ulinitazama usiku ule nilipotenekezwa?" SA aliinua nyusi kana kwamba swali hilo lilikuwa limemletea kumbukumbu za zamani ambazo alizifuta kwa makusudi. "Unataka kujua?" aliuliza. "Unataka ukweli wote?" Kito akasema bila kusita, "Ndiyo." Kimya kikadumu kwa sekunde kadhaa kabla SA hajaanza kutembea taratibu. Alipofika karibu na mwanga mdogo uliopenya kwenye paa lililobomoka, uso wake ulionekana kwa uwazi. Kulikuwa na alama ndogo ya jeraha la zamani karibu na sikio lake la kushoto. Kito alihisi moyo wake ukiruka sekunde moja, kwa sababu alama hiyo ilifanana na ile aliyokuwa akiona mara kwa mara katika ndoto zake ambazo hakuwahi kuelewa. SA alianza kuzungumza kana kwamba anasoma historia iliyohifadhiwa ndani ya mwamba. "Ruth, mama yako hakunipenda hata siku moja. Tulikutana wakati huo nikiwa ninafanya kazi mahali penye nguvu, mahali pasiri, pa hatari. Nilikuwa nimepewa jukumu la kulinda familia fulani yenye siri nzito. Lakini mama yako alikuja mahali ambapo hakupaswa kufika. Akachunguza kitu alichotakiwa kukisahau. Hapo ndipo matatizo yalianza." Kito alikaza meno, "Na mimi ninaingiaje humu?" SA akamgeukia polepole, macho yake yakimtazama Kito kwa nguvu ya ajabu. "Kwa sababu wewe hukutakiwa kuzaliwa." Neema alisikia kauli hiyo na moyo wake ukakatika kwa uchungu. "Ulimdanganya," alisema kwa hasira. "Ulienda kwa mama yake, ukamchezea akili, ukamfanya aogope hadi akakimbia." Lakini SA alitikisa kichwa taratibu. "Hapana, sikuwahi kumwambia aogope. Aliogopa mwenyewe, aliogopa ukweli uliokuwa unakuja, na alipojua kuwa ana mimba, alijua maisha yake hayatabaki salama." Kito alisimama imara akishika kitambaa cha bluu mikononi mwake kana kwamba hakitaji nguvu nyingine. "Wewe ni baba yangu?" aliuliza. Sauti hiyo haikuwa yenye hasira, ilikuwa yenye uchungu tupu, kioo kilichopasuka cha roho. SA hakujibu mara moja. Alitembea taratibu karibu na jiwe lililokuwa katikati ya chumba. Alipogeuka tena kumtazama Kito, macho yake yalikuwa na kitu kisichoelezeka, mchanganyiko wa majuto na giza. "Ndiyo, mimi ndiye baba yako wa damu."
Kito alihisi kama ardhi imesogea chini ya miguu yake. Kwa nini? Kwa nini ulimfanya mama yangu akimbie? Kwa nini hukuniokoa usiku nilipotelekezwa? SA alivuta pumzi kwa nguvu kana kwamba anatoka kuzama ndani ya miaka 20. Kwa sababu, alisema, nilikuja usiku ule, niliona akikutupa, nilikuwa nimechelewa kutosha kumzuia. Lakini nilipokufikia, alinyamaza, macho yake yakihama kutoka kwa uso wake hadi kwa sakafu. Niliona kitu ndani yako, kitu ambacho kilinitisha. Neema alitembea hatua moja mbele na kusema kwa hasira, alikuwa mtoto mchanga, unawezaje kusema hivyo? Lakini SA alinyosha mkono ikimaanisha anyamaze. Kito aliendelea, wewe si mtoto wa kawaida, hukuwahi kuwa. Hata mama yako alijua hilo, alikupenda, ndiyo, lakini pia alikuogopa. Alijua uko na kitu, baba yako, mimi nilikurithisha. Alijua ukikua, ukweli utajitokeza. Kito alitetemeka, alijaribu kutafuta pumzi ambayo haikuja kirahisi. Ni ukweli gani? Unajaribu kusema nini? SA akasogea karibu zaidi, uso wake sasa ukiwa mita 2 tu kutoka kwake. Kwa kuwa wewe ulikuwa na nafasi katika mpango mkubwa uliovuka uwezo wa mama yako, uwezo wa mimi mwenyewe na uwezo wako. Alijua ukiendelea kuwepo, watu wangekuja kukutafuta kwa sababu ya kile unachoweza kuwa. Kito alisikia moyo wake ukipiga kama ndugu za vita. Na kwa nini unanisaka sasa? SA alijibu kwa sauti iliyochoka, isiyo na kiburi wala furaha. Kwa sababu muda umefika. Watu wanaokuja sasa hawataki kukulinda, wanataka kukutumia, na sitaki hilo litokee. Ndio maana nimekuwa nikikufuata, ndio maana nimezuia watu kukufuata, na ndio maana sasa lazima uje nami. Neema alisema kwa mshtuko, hapana, hutamchukua. Lakini kabla amalize, SA alinyanyua mkono kwa haraka isiyo ya kawaida. Upepo mkali ukaingia ndani ya chumba kwa ghafla na kila kitu kilionekana kutikisa. Kito alisema kwa sauti nzito kuliko mara ya kwanza, njoo kama unataka kuishi. Kito alisimama kimya, akitetemeka, macho yake yakiwa na majuto ya miaka yote, lakini pia bila majibu. Je, aende na mtu aliyemwacha azame au akae upande wa Neema na kukabiliana na nguvu zisizojulikana? Kwa sekunde chache ambazo zilionekana kama saa nzima, dunia ilisimama. Upepo uliovuma ghafla ulionekana kutokea ndani ya chumba, si kutoka nje kama kawaida. Kila kitu ndani ya nyumba ile ya udongo kilitetemeka. Karatasi zilipaa juu, mbao za sakafu zikalalama kama mifupa ya mzee anayelalamika kwa maumivu. Na taa ya kamera iliyokuwa imewashwa ilizimika, kana kwamba nguvu isiyoonekana imeinyonga. Katika hali hiyo ya mchanganyiko wa giza na mwanga hafifu, SA alisimama bila kusogea, macho yake yakimwangalia Kito, kana kwamba ulimwengu wote umeegemea jibu moja kutoka kwake. Neema alimvuta Kito nyumba kidogo, akisimama kati yao kama ngao ya binadamu asiye na uwezo wa kupigana na nguvu kama hiyo. Usiende naye, alisema kwa sauti iliyovunjika lakini yenye ujasiri usiotarajiwa. Huyu mtu, hata kama ni baba yako wa damu, hakujali maisha yako hapo mwanzo, hata kujali sasa. SA hakusogea, lakini hewa ilizidi kuwa nzito karibu naye, kana kwamba wingu la mvua lilikuwa limefichwa ndani ya mwili wake. Wewe hufahamu chochote, Neema, alisema kwa sauti iliyotulia lakini yenye ukali uliokusudiwa. Ulimwengu ninaotoka haujawahi kukutambua. Huyu kijana, akamgeukia Kito, anakosekana katika historia ambayo ina hatima. Ikiwa hata kwenda nami sasa, mambo yatakuwa mabaya zaidi kuliko unavyoweza kufikiria. Kito alikaza kitambaa cha blue mkononi. Mara ya kwanza katika maisha yake, kitambaa hicho hakikumletea faraja, kilikuwa kama uzito. Kila neno la SA lilikuwa linamrudisha kwenye usiku ule mtoni, kwenye sauti zile alizozisikia akiwa mdogo bila kujua zinatoka wapi. Lakini bado, ndani ya hofu, kulikuwa na kitu kingine kilichokuwa kikichipuka, hasira. Hasira ya miaka mingi ya kutengwa, ya kutotambuliwa, ya kutelekezwa bila maelezo. Kwa nini ulimwacha mama yangu akimbie peke yake? Kwa nini hukuniokoa usiku ule? SA alifumba macho kwa sekunde chache. Kwa mara ya kwanza, alionekana si kama kivuli cha nguvu,
bali kama binadamu aliyejeruhiwa na kumbukumbu zake mwenyewe. Ruth alichukua uamuzi ambao nilikuwa nimekatazwa kuuzuia. Kuna watu huwatafuta wale wenye damu kama yako. Nilipogundua alikuwa amekimbia, nilijua hawatachelewa kumfuata. Nilijaribu kumfikia, lakini nilifika usiku ule nikiwa nimechelewa. Niliona akikutupa. Magumu ya ulimwengu wetu hayakumpa muda wa kufanya chaguo bora. Kwa hiyo, uliamua nini? Kitu alisema kwa hasira iliyovimba. Ukaona mtoto mchanga akifa maji na ukasema ni mpango tu wa ulimwengu huo? SA alitikisa kichwa. Nilipokukaribia, niliona kitu ulichokirithi kutoka kwangu, kitu kilichoamka mapema mno. Nilijua kama ningekuokoa hapo, dunia isingekuruhusu kuishi kwa muda mrefu. Nilikuacha utembelee njia ya bahati, lakini bahati kalinda kwa njia ambayo sikutegemea. Kitu alihisi baridi kapanda mgongoni mwake. Unamaanisha nini? Kitu nilichokirithi? Mimi ni nani? Wewe ni nani hasa? SA akasogea hatua moja mbele. Neema alijaribu kumsimamisha, lakini SA hakutishika. Sisi hatuko kama wengine. Familia niliyotoka ilikuwa na jukumu la karne mingi, jukumu la kulinda siri za watu waliotaka nguvu ambazo zinaweza kubadilisha ulimwengu. Lakini ndani ya familia hiyo kulikuwa na ukoo wa damu uliokuwa na nguvu tofauti. Damu iliyo na uwezo wa kuona zaidi ya macho, kuhisi zaidi ya nafsi na kuathiri zaidi ya vitu vinavyoonekana. Neema alishtuka. Unaongea kana kwamba kama hadithi? SA akakatiza. Lakini sio hadithi. Watu wengi hujua hadithi kama hizi kama mithali, lakini nyuma yake kuna ukweli haujawahi kusemwa. Kitu alihisi mikono yake ikitetemeka. Kwa hiyo, unataka kuniambia mimi ni nini? SA akasema kwa utulivu. Wewe ni mrithi wa damu ambayo isingetakiwa kuwepo tena katika ulimwengu huu. Najua tu kwamba mimi ni mtu aliyelelewa na mzee mwema, si kiumbe wa ajabu. SA akatikiza kichwa. Na bado, unajua kuna kitu ndani yako. Maji yanakuita, nguvu zisizoonekana zinakufuata. Hiyo ni damu ya asili yetu. Hiyo ndio sababu hawatakuruhusu kuendelea kuishi kama mtu wa kawaida. Wewe ni nani? Neema aliuliza kwa haraka. SA akamtazama, machoni kwake kikiwa kivuli cha mtu aliyekuwa akipigana vita vya ndani. Wewe ni wale wanaotaka kile alichokuwa nacho Ruth, wanaotaka kile ambacho sasa kiko ndani ya Kito, wanaotaka kumgeuza kuwa silaha. Kito alihisi ulimwengu wake unazidi kugawanyika. Kwa hiyo, ulirudi kufanya nini? SA hakukosa jibu mara moja. Nilirudi kulinda kile nilichokileta duniani. Nilijua siku moja utanikaribia, nilijua siku moja nguvu zako zitafunuka, na nilijua siku hiyo nitaingia tena katika giza ambalo lilitufanya tukimbie. Neema alishika mkono wa Kito kwa nguvu zaidi. Kito, usiende. Huyo mtu ana siri zaidi kuliko majibu. Lakini kabla waendelee, SA akasema maneno yaliyomfunga Kito kama minyororo. Mama yako hakudifa kwa sababu ya ukimbizi. Alifariki kwa sababu ya kukulinda. Kito alitetemeka kana kwamba umeme umepita kwenye uti wa mgongo wake. Unasema nini? SA akapumzia. Ndiyo. Ruth aliniambia ukweli wake wa mwisho. Usimruhusu Kito awe kama wewe. Lakini sasa umefika kwenye mlango huo. Na mlango huo hauwezi kufungwa tena. Kito alijiondoa mkononi mwa Neema taratibu. Macho yake yalikuwa na mchanganyiko wa uchungu na ufahamu mpya. Ikiwa mama yangu alifariki kwa kunilinda, basi siwezi kukimbia. Siwezi kujifanya mimi ni wa kawaida. Neema alipiga kichwa haraka. Kito, usifanye hivi. Kito akasema kwa sauti ya utulivu wa ajabu. Lazima nijue yote. SA akanyosha mkono. Basi, njoo, tukimbie kabla wao hawajakuja. Ndipo tukio lililofuata likaikata hewa ya chumba. Mlango wa nyumba ukavunjika kwa kishindo cha kitisha. Watu watatu waliovalia mavazi meupe waliingia kwa haraka, uso wao umefunikwa na barakoa zenye alama isiyojulikana. SA akamgeukia Kito na kusema kwa haraka, wamefika, chagua sasa. Neema akasema, Kito, tunakimbia pamoja. SA akasema, ukikimbia naye atakufa. Kito akasimama katikati ya ulimwengu mawili, ile ya giza ya baba yake na ile ya mwanga ya Neema. Ndipo akachukua pumzi ya mwisho kabla ya kufanya uamuzi unaweza kubadili maisha ya kila mtu.
Kwa sekunde chache ambazo zilionekana kama saa nzima, dunia ilisimama. Upepo uliovuma ghafla ulionekana kutokea ndani ya chumba, si kutoka nje kama kawaida. Kila kitu ndani ya nyumba ile ya udongo kilitetemeka. Karatasi zilipaa juu, mbao za sakafu zikalalama kama mifupa ya mzee anayelalamika kwa maumivu. Na taa ya kamera iliyokuwa imewashwa ilizimika kana kwamba nguvu isiyoonekana imeinyonga. Katika hali hiyo ya mchanganyiko wa giza na mwanga hafifu, SA alisimama bila kusogea, macho yake yakimwangalia Kito kana kwamba ulimwengu wote umeegemea jibu moja kutoka kwake. Neema alimvuta Kito nyumba kidogo, akisimama kati yao kama ngao ya binadamu asiye na uwezo wa kupigana na nguvu kama hiyo. Usiende naye, alisema kwa sauti iliyovunjika lakini yenye ujasiri usiotarajiwa. Huyu mtu, hata kama ni baba yako wa damu, hakujali maisha yako hapo mwanzo, hata kujali sasa. SA hakusogea, lakini hewa ilizidi kuwa nzito karibu naye kana kwamba wingu la mvua lilikuwa limefichwa ndani ya mwili wake. Wewe hufahamu chochote, Neema, alisema kwa sauti iliyotulia lakini yenye ukali uliokusudiwa. Ulimwengu ninaotoka haujawahi kukutambua. Huyu kijana, akamgeukia Kito, anakosekana katika historia ambayo ina hatima. Ikiwa hata kwenda nami sasa, mambo yatakuwa mabaya zaidi kuliko unavyoweza kufikiria. Kito alikaza kitambaa cha blue mkononi. Mara ya kwanza katika maisha yake, kitambaa hicho hakikumletea faraja, kilikuwa kama uzito. Kila neno la SA lilikuwa linamrudisha kwenye usiku ule mtoni, kwenye sauti zile alizozisikia akiwa mdogo bila kujua zinatoka wapi. Lakini bado, ndani ya hofu, kulikuwa na kitu kingine kilichokuwa kikichipuka, hasira. Hasira ya miaka mingi ya kutengwa, ya kutotambuliwa, ya kutelekezwa bila maelezo. Kwa nini ulimwacha mamangu akimbie peke yake? Kwa nini hukuniokoa usiku ule? SA alifumba macho kwa sekunde chache. Kwa mara ya kwanza, alionekana si kama kivuli cha nguvu, bali kama binadamu aliyejeruhiwa na kumbukumbu zake mwenyewe. Ruth alichukua uamuzi ambao nilikuwa nimekatazwa kuuzuia. Kuna watu huwatafuta wale wenye damu kama yako. Nilipogundua alikuwa amekimbia, nilijua hawatachelewa kumfuata. Nilijaribu kumfikia, lakini nilifika usiku ule nikiwa nimechelewa. Niliona akikutupa. Magumu ya ulimwengu wetu hayakumpa muda wa kufanya chaguo bora. Kwa hiyo, uliamua nini? Kito alisema kwa hasira iliyovimba. Ukaona mtoto mchanga akifa maji na ukasema ni mpango tu wa ulimwengu huo? SA alitikisa kichwa. Nilipokukaribia, niliona kitu ulichokirithi kutoka kwangu, kitu kilichoamka mapema mno. Nilijua kama ningekuokoa hapo, dunia isingekuruhusu kuishi kwa muda mrefu. Nilikuacha utembelee njia ya bahati, lakini bahati kalinda kwa njia ambayo sikutegemea. Kito alihisi baridi kapanda mgongoni mwake. Unamaanisha nini? Kitu nilichokirithi? Mimi ni nani? Wewe ni nani hasa? SA akasogea hatua moja mbele. Neema alijaribu kumsimamisha, lakini SA hakutishika. Sisi hatuko kama wengine. Familia niliyotoka ilikuwa na jukumu la karne mingi, jukumu la kulinda siri za watu waliotaka nguvu ambazo zinaweza kubadilisha ulimwengu. Lakini ndani ya familia hiyo kulikuwa na ukoo wa damu uliokuwa na nguvu tofauti. Damu iliyo na uwezo wa kuona zaidi ya macho, kuhisi zaidi ya nafsi na kuathiri zaidi ya vitu vinavyoonekana. Neema alishtuka. Unaongea kana kwamba kama hadithi? SA akakatiza. Lakini sio hadithi. Watu wengi hujua hadithi kama hizi kama mithali, lakini nyuma yake kuna ukweli haujawahi kusemwa. Kito alihisi mikono yake ikitetemeka. Kwa hiyo, unataka kuniambia mimi ni nini? SA akasema kwa utulivu. Wewe ni mrithi wa damu ambayo isingetakiwa kuwepo tena katika ulimwengu huu. Najua tu kwamba mimi ni mtu aliyelelewa na mzee mwema, si kiumbe wa ajabu. SA akatikiza kichwa. Na bado, unajua kuna kitu ndani yako. Maji yanakuita, nguvu zisizoonekana zinakufuata. Hiyo ni damu ya asili yetu. Hiyo ndio sababu hawatakuruhusu kuendelea kuishi kama mtu wa kawaida. Wewe ni nani? Neema aliuliza kwa haraka. SA akamtazama, machoni kwake kikiwa kivuli cha mtu aliyekuwa akipigana vita vya ndani. Wewe ni wale wanaotaka kile alichokuwa nacho Ruth.
wanaotaka kile ambacho sasa kiko ndani ya Kito, wanaotaka kumgeuza kuwa silaha. Kito alihisi ulimwengu wake unazidi kugawanyika. Kwa hiyo, ulirudi kufanya nini? SA hakukosa jibu mara moja. Nilirudi kulinda kile nilichokileta duniani. Nilijua siku moja utanikaribia, nilijua siku moja nguvu zako zitafunuka, na nilijua siku hiyo nitaingia tena katika giza ambalo lilitufanya tukimbie. Neema alishika mkono wa Kito kwa nguvu zaidi. Kito, usiende. Huyo mtu ana siri zaidi kuliko majibu. Lakini kabla waendelee, SA akasema maneno yaliyomfunga Kito kama minyororo. Mama yako hakudifa kwa sababu ya ukimbizi. Alifariki kwa sababu ya kukulinda. Kito alitetemeka kana kwamba umeme umepita kwenye uti wa mgongo wake. Unasema nini? SA akapumzia. Ndiyo. Ruth aliniambia ukweli wake wa mwisho. Usimruhusu Kito awe kama wewe. Lakini sasa umefika kwenye mlango huo. Na mlango huo hauwezi kufungwa tena. Kito alijiondoa mkononi mwa Neema taratibu. Macho yake yalikuwa na mchanganyiko wa uchungu na ufahamu mpya. Ikiwa mama yangu alifariki kwa kunilinda, basi siwezi kukimbia. Siwezi kujifanya mimi ni wa kawaida. Neema alipiga kichwa haraka. Kito, usifanye hivi. Kito akasema kwa sauti ya utulivu wa ajabu. Lazima nijue yote. SA akanyosha mkono. Basi, njoo, tukimbie kabla wao hawajakuja. Ndipo tukio lililofuata likaikata hewa ya chumba. Mlango wa nyumba ukavunjika kwa kishindo cha kitisha. Watu watatu waliovalia mavazi meupe waliingia kwa haraka, uso wao umefunikwa na barakoa zenye alama isiyojulikana. SA akamgeukia Kito na kusema kwa haraka, wamefika, chagua sasa. Neema akasema, Kito, tunakimbia pamoja. SA akasema, ukikimbia naye atakufa. Kito akasimama katikati ya ulimwengu mawili, ile ya giza ya baba yake na ile ya mwanga ya Neema. Ndipo akachukua pumzi ya mwisho kabla ya kufanya uamuzi unaweza kubadili maisha ya kila mtu. Wakati mawimbi ya nguvu kutoka mikono ya Kito yalipiga hewani, giza lilisukumwa nje kama moshi unaofukuzwa na dhoruba. Wale watu watatu waliovalia barakoa walikimbizwa hadi ukutani kama majani yaliyokumbwa na ngurumo. Mara hii hawakunyoshwa tu, bali miili yao ilijikunja kana kwamba nguvu iliyowapiga haikuwa ya kawaida, labda haikuwa ya binadamu kabisa. Ukuta ulitetemeka, vumbi likaruka juu, na nyumba ile ya zamani ilitoa milio kama inataka kuporomoka. Kito alisimama katikati ya chumba, mapigo ya moyo wake yakipiga kwa kasi kupita kiwango cha kawaida, macho yake yakiwa na mwanga hafifu wa samawati uliopungua taratibu. Neema alitaka kumkimbilia, lakini SA aliweka mkono wake mbele yake. Subiri, alisema kwa sauti iliyojaa tahadhari. Akijaribu kumgusa sasa hivi, unaweza kuumizwa. Una maana gani? Neema aliuliza kwa sauti ya hofu na hasira. SA akasema, nguvu yake haijatulia. Ni mara ya kwanza anaiachilia. Mwili wake unaweza kulipuka kwa ndani au kukata. Lazima itulie yenyewe. Kito alisikia maneno hayo kwa mbali, kana kwamba ametenganishwa na mwili wake mwenyewe. Kulikuwa na sauti ndani ya kichwa chake, sio sauti ya mtu, sio mawazo yake, bali wimbo wa ajabu, wimbo wa mito inayonguruma, viumbe vya maji vinavuma ndani ya giza. Yote hayo yalikuwa yanamwimbia kitu ambacho hakukijua, lakini alikihisi kama ukweli. Mwangaza uliozunguka mikono yake ulipotea polepole. Alipumua kwa shida akishika magoti yake na kuinama kidogo kama mtu aliyekimbiza upepo. Neema alikimbia kwake mara moja, akimkumbatia. Kito, Mungu wangu, uko sawa? Aliuliza, macho yake akiwa na machozi yaliyoganda kabla ya kuyumba. Kito alinyanyua kichwa akasema kwa sauti dhaifu, sijui, lakini nahisi kama nimeamka kutoka usingizi mrefu. SA alisimama mbele yao akitazama kwa macho ambayo hayakuwa na furaha wala fahari. Yalikuwa na huzuni ya mtu aliyekuwa akijua jambo baya litakalofuata. Kufunuka huku hakitakiwi kutokea sasa. Alisema, umefungua sehemu ndogo tu ya damu yako. Hilo pekee limesababisha watu hawa kushindwa. Ukifungua nguvu kamili, alinyamaza akitafuta maneno, utakuwa kitu ambacho hakuna atakayeweza kukizuia ikiwemo wewe mwenyewe. Neema alisimama akimwangalia SA kwa hasira ya mama anayelinda mtoto wake. Huyo ni kijana, si silaha, si kitu cha kuchezewa na nyinyi. Hata mfuata mtu yoyote kama nyinyi, na haswa kama wewe. SA akageuka akamkazia macho. Mimi si adui yake Neema.
Wale mliowaona hapa juu, hao ndio adui. Wako wengi zaidi, wako karibu zaidi, na watakuja tena na tena hadi wampate. Kama ni hivyo, basi nitampigania. Ese akasema kwa upole wa ajabu, hutakuwa na nafasi. Hata mimi, kwa muda, siwezi kuwadhibiti wote. Kito alinyanyua taratibu akifuta damu ndogo iliyokuwa imetoka puani mwake bila yeye kujua. Ese alisema, kuna kitu unaficha. Nataka ukweli wote. Hakuna vipande tena. Ese akasogea hatua moja mbele. Ukweli wote utakuumiza, utaumiza wale unaowapenda na unaweza kuharibu maisha ya wote wanaokujua. Sivyo tena, Kito alisema, akimwangalia Ese kwa sauti iliyotulia. Nimeamua, nataka kila kitu. Kimya kikashuka. Hata vumbi lililoanguka hewani liliogopa kutua. Hatimaye Ese akasema, kabla ya kukupa ukweli wote lazima nikutoe hapa. Hawajamalizwa, watatuma kundi kubwa zaidi. Hatuwezi kupigana nao ndani ya kijiji hiki. Tunahitaji mahali palipo salama. Salama kwako au salama kwa Kito? Neema aliuliza kwa ukali. Salama kwa wote. Ese akajibu, kuna mahali patatu pekee duniani ambapo damu ya asili kutoka kwetu inaweza kutuliza nguvu yake bila kuharibu kila kitu ilicho karibu nayo. Moja wako iko mbali sana, nje ya nchi, lakini kuna moja hapa nchini karibu na mto uliomlea. Kito alishtuka. Unamaanisha mto ule mahali nilipopatikana? Ese akatikisa kichwa. Ndiyo, mto ule haukuwa tu maji. Kulikuwa na sababu ulitutunza usiku ule. Kulikuwa na sababu ulimtoa mikononi mwa kifo. Kulikuwa na sababu ulivutwa kwake miaka yote. Huo ni mto wa ukono wetu, mto wa damu yetu. Neema alishtuka. Hiyo inamaanisha gani? Ese akaendelea. Uwezo wa damu hii uliwekwa chini ya maji karne zilizopita. Hapo ndipo nguvu ipumzika na hapo ndipo mrithi hupata usawa wake. Kito alihisi kitu kikitanda ndani ya moyo wake. Kitu kati ya woga, shauku na maumivu. Kwa hiyo anatakiwa kurudi mahali nilipotupwa? Ndiyo, hapo ndipo sehemu ya hatima yako itaanza. Kito aligeuka kumtazama Neema. Unakuja nami, si ndio? Neema akashika mkono wake akasema kwa sauti thabiti. Nitakwenda popote utakapokwenda, sitakuacha. Ese akasogea mbele, uso iswake ukiwa wa dharura. Tuna dakika machache kabla kundi lingine halijakuja. Ifuateni njia ya nyuma kupitia msitu. Kuna gari limefichiwa. Safari ya kuelekea mtoni lazima ianze sasa. Lakini kabla hawajatoka, kelele ya mabati ikivunjika ilisikika. Sauti ya watu wengi ilianza kusogea, silaha zikitolewa, hatua nzito zikija kama jeshi la uvuli. Ese akasema kwa sauti ya chini yenye uzito wa maamuzi ya karne, Kito, tayari kufanya uchaguzi wako wa mwisho kabla safari ianze? Kito alivuta pumzi ndefu, akimkazia macho baba yake wa damu, kisha akamkazia macho Neema. Mwisho wangu leo ni mwanzo wangu kesho. Na hapo Ese akatoa ishara moja ya mkono na sakafu ya nyumba ikapasuka sehemu ndogo ya nyuma, ikifunua njia iliyofichika haikuwepo dakika moja iliyopita. Pitia hapa, aliamuru. Haraka! Neema akamdaka Kito mkono. Kito akachukua kitambaa cha bluu akakisukuma kwenye mfuko wa shati lake. Kabla hawajashuka kwenye njia hiyo ya giza, Kito aligeuka akamtazama Ese kwa sekunde moja. Ukinidanganya, nitakukabili. Ese akatabasamu kwa huzuni haikuwa na nwanga. Ndivyo nilivyotarajia kutoka kwake mwanangu. Kisha milango ya giza ikameza sauti zao, wakitoweka kwenye njia ambayo ingewachukua kuelekea mtoni, kuelekea hatima yao na kuelekea ukweli haujawahi kusimiliwa. Njia walioshuka ilikuwa nyeusi kuliko usiku, kama tumbo la dunia ambalo halijawahi kuona mwanga. Ilikuwa baridi, unyevunyevu, na kila hatua yao ilitoa sauti iliyokufa ndani ya ukimya mzito. Ukuta wa chini ya ardhi ulikuwa umechongwa kwa mawe ya kale, baadhi yakiwa yamepambwa na alama ambazo Kito hakuwahi kuziona, lakini zilimhisi kama miiba ndani ya moyo wake. Alizigusa kwa vidole vyake kwa haraka na mwili wake ukatuma jibu la ajabu, joto dogo la muda mfupi, kama salamu kutoka mahali pa zamani sana. Neema alikataa kuachilia mkono wa Kito. Alitembea karibu sana naye, akitafuta pumzi ndani ya giza, akivuta tu nguvu kutoka uwepo wa Kito. Unadhani tutakufa hapa? Aliuliza kwa sauti ya chini, kana kwamba akiongea kwa nguvu giza lingeanguka juu yao. Hapana, Kito alisema kwa uhakika ambao hakujua anatoka wapi. Tutaishi. Lazima tutaishi.
Lakini moyoni alijua hii haikuwa safari ya kawaida. Hawa hawakuwa watekaji wa kawaida na haikuwa dunia ya kawaida. SA alitembea mbele yao kwa mwendo wa kujiamini wa mtu anayelifahamu giza hilo vizuri kama anavyojua mstari wa mkono wake. Hakuzungumza, hakutazama nyuma, lakini kila hatua yake ilibeba uzito wa mtu anayewaongoza kwenye siri ambayo haikupaswa kufichuliwa. Baada ya dakika kadhaa, njia ilipanuka na harufu ya hewa safi ikapita kwenye nyufa za ukuta. Mwanga hafifu ulionekana mbele yao, mwanga wa jua uliopenya kupitia tundu dogo kwenye mlango wa chuma uliokuwa umefungwa kwa vifungo vya zamani. SA aliisukuma na mlango ukatoa sauti ya kuugua kwa kifua cha mzee. Mara tu ilipofunguka, upepo wa asili uliingia na kuwapa pumzi mpya. Walijikuta kwenye msitu mkubwa wenye miti mirefu yenye majani mazito yakifunika anga kama kofia ya jeshi. Ndege wachache walikuwa wanaruka, wakitoa milio ya mbali kama kuwaonya wageni waliovunja ukimya. SA aliangalia juu, akitathmini jua lilipo. Alisema, wamefika nyuma yetu, alisema. Tunayo dakika chache kabla hawajapita njia ile. Neema alitetemeka. Wanajua njia hii? Hawaijui, alisema SA, lakini hawahitaji kuijua. Wanamfuata kwa hisia. Alimtazama Kito kwa macho yaliyomtia baridi zaidi ya upepo wa msitu. Damu yako inatoa mwanga kwao. Wanaweza kukufuata kwa mbali kama mbwa wanaovutiwa na harufu ya damu. Kito alisikia mwili wake ukitetemeka kwa hasira. Kwa hiyo, hakuna sehemu duniani ambayo ni salama? Moja, SA alisema. Kwenda mtoni. Mto unakata nguvu zote zisizo na mizizi. Ukifika pale, wanashindwa kukufuata na unaweza kuanza kusikia ukweli. Walitembea haraka, wakikwepa matawi makubwa na mawe yaliyofichika chini ya majani. Ardhi ilikuwa na unyevu na muda mwingine waliteleza, lakini hawakusimama. SA alikuwa akipita njia ambazo hazikuwa na alama yoyote, lakini alizijua kama mtu anayefahamu nyumba yake kwa macho ya usiku. Kito alianza kugundua kitu cha ajabu. Kadri walivyokaribia eneo lisiloonekana, hisia ndani ya mwili wake zilianza kukua tena. Si nguvu ya kupigana, si mwanga, bali wito wenye sauti ya maji. Baada ya kutembea kwa saa moja, waliisikia sauti ya mto, sauti ambayo Kito aliweza kuitambua kama sauti ya mwali wake mwenyewe. Hakuwahi kuisikia tangu akiwa mtoto mdogo, lakini sasa ilirudi na nguvu ya kumbukumbu alizozisahau bila kujua. Maji yalikuwa yanapiga mawe kwa midundo, yakitengeneza sauti ya mdundo ambao haujawahi kubadilika. Kito alikimbia mbele bila kufikiri. Neema alimfuata kwa haraka. Walipofika kwenye ufuku wa mto, upepo ulivuma kwa nguvu kama uliwashangaza wageni wa damu ya kale. Maji yalikuwa na rangi ya fedha, yakiruka juu kwa mawimbi madogo lakini yenye nguvu ya ajabu. Kito alisimama ukingoni mwa mto, akishika pumzi yake iliyovurugika. Alisema, hapa ndipo niliokotwa. SA alisimama nyuma yake, macho yake yakiwa mazito kwa kumbukumbu. Ndiyo, na hapa ndipo nguvu yako ilipolala miaka yote. Maji haya si ya kawaida, Kito. Huu ni mto wa ulinzi, mto ambao waliuweka babu zetu wa kale ili damu yetu isiangamize ulimwengu. Neema alimtazama Kito, kisha mto, kisha SA, akauliza, kwa nini damu yake iwe hatari? SA akapumua kwa nguvu akisema, kwa sababu tumetoka, kwa sababu sisi hatukutokana na dunia hii pekee. Tunatoka kwenye ukondo uliobaki nyuma ya parda lililowekwa miaka mingi kabla historia haijaanza kuandikwa. Watu tuliozaliwa na damu hii tumepewa uwezo wa kuathiri vitu ambavyo watu wa kawaida hawawezi kuviona. Mawazo, maji, upepo, nafsi. Ndiyo sababu wanakutafuta. Kwa sababu ukiwa mkamilifu, unaweza kuwa mwanga wa mwisho au giza la mwisho.
Kito alijikaza kusikia kila neno, lakini kichwa chake kilikuwa kinazunguka. Kwa nini mama yangu alikimbia? Alisema Esei kwa sababu hakuwa na damu hiyo. Alikuwa mwanadamu wa kawaida. Alinipenda, lakini hakujua kuwa alianza kubeba mzigo ambao hakuwa na uwezo wa kuubeba. Alipogundua ukweli wa familia yangu, alikimbia. Aliamua kukuokoa kwa kukuficha karibu na mto huu, kwamba nguvu zako zingeweza kulala. Kito alikaza mikono yake akisema kwa sauti ya maumivu, lakini aliniacha nife. Alisema hakukuacha. Alijua mto utakuchukua. Alijua mto utakuweka hai. Kito alihisia machozi yakimjia. Kwa nini hakurudi? Esei akainama kidogo, akiinama kama mtu anayekiri jinami ya zamani. Kwa sababu alikufa kukulimba. Kwa sekunde kadhaa, mto ulionekana kukoma kupiga mawimbi. Upepo ulisimama. Hakuna kilichosonga. Maneno haya yalikaa hewani kama kitu zito kuliko hewa yenyewe. Neema akamshika Kito kwa upole. Pole! Lakini Kito akasema bila sauti, nataka kuona kila kitu. Hii ni mwisho wa kukimbia. Hii ni mwisho wa giza. Sa akasogea mbele, akachukua mkono wa Kito na ukauweka juu ya maji ya mto. Acha mto uongee nawe. Acha ukweli ujitokeze. Maji yalipoigusa ngozi ya Kito, yaliwaka kwa mwanga wa bluu iliyopinduka. Upepo ulirudi ghafla, wakizungusha majani kwa midundo. Neema alirudi nyuma kwa mshangao. Sa alisimama kama mtu anayeshuhudia tukio lililotabiriwa miaka mingi. Kito alifunga macho na dunia ikabadilika. Aliona mwanga mkali, uso wa mama yake akiwa na macho ya hofu lakini aliyojaa upendo. Aliona Sa akiwa ni kijana zaidi, akipigana na watu wenye mavazi yale yale meusi. Aliona mto uking'aa kama moto wa dhahabu. Aliona yeye, mtoto mchanga, akirushwa mtoni lakini hakuzama. Maji yalimshika, yalimkumbata, yalimlinda. Kisha aliona kitu kingine. Kivuli kikubwa kilichokuwa nyuma ya Sa miaka yote. Kivuli ambacho hakikuwa cha binadamu. Na hicho kivuli kikamwambia kwa sauti ya ajabu, umeamka. Kito alifunga macho, alipumua kwa nguvu, kichwa chake kilikuwa na mwanga wa ajabu ndani. Neema akamkimbia kumkumbatia. Uko sawa? Kito akasema kwa sauti iliyotulia sana, ndiyo, na si mimi yule wa zamani. Sa alinyamaza muda mrefu kabla ya kusema haya maneno mazito. Huo ulikuwa ukweli, lakini mwisho bado haujaanza. Maji ya mto yaliendelea kugonga mawe kwa sauti ya utulivu wa ajabu, kana kwamba dunia haikuwa inaanguka mahali pengine. Kito alikaa ukingoni, vidole vyake vikiwa bado vimechovya ndani ya maji yaliyong'aa kwa mwanga wa bluu ambao sasa ulikuwa umepungua, ukibaki kama kumbukumbu ya ndoto. Ndani ya kichwa chake bado kulikuwa na picha za mama yake, Ruth, akimkumbatia kwa machozi, sauti yake ikilia kimya, nisamehe mwanangu. Kila akijaribu kupumua kwa kawaida, kifua kilimjia kizito kama amebeba mawe. Neema alikaa pembeni yake, kimya, akimtazama kwa jicho la mtu anayetamani kuondoa maumivu ambayo hawezi kuyaona kwa macho. Hakujua aseme nini. Hakujua kama maneno yoyote yanaweza kufuta ukweli kwamba mama yake alikufa akijaribu kumlinda dhidi ya damu aliyozaliwa nayo. Alichoweza kufanya ni kuweka kiganja juu ya bega lake, joto dogo la binadamu, kujaribu kushindana na baridi asili za vizazi. Sa alisimama nyuma yao, umbali kidogo, akitazama mto kwa macho ya mtu anayemuomba msamaha, mtoa hukumu asiyeonekana. Alikuwa kimya, lakini ndani ya kimya chake kulikuwa na mvutano wa miaka ambayo hajawahi kuisemea. Alijua hili ndilo eneo alilowahi kuapa hata rudi, lakini sasa alisimama hapo pamoja na mtoto wake, sheria zote za kale zikiwa zinavunjika mbele ya maji haya ya zamani. Watafika muda si mrefu, alisema hatimaye, sauti yake ikiwa imelegea kama mti uliochoka dhuruba nyingi. Sasa hawakufuati kwa ramani, wanakufuata kwa kile walichohisi kutoka kwako ulipofuyuka mjini. Hawataki kukupoteza tena. Kito hakumgeukia. Aliendelea kuyatazama mawimbi madogo yaliyokuwa yanapiga magoti ya mchanga. Ulimaanisha nini uliposema mwisho bado haujaanza? Aliuliza bila kuinua macho.
Si tayari nimeuona ukweli, si tayari najua mimi ni nani. Huo ni mwanzo wa ukweli, lakini mwisho wa hadithi yako hauko kwenye kujua asili yako tu, uko kwenye kuamua unaitumiaje ukweli huo. Ndio jambo ambalo hakuna mtu mwingine anayeweza kuliamua badala yako, wala mimi, wala mama yako, wala wale wanaokufuatilia. Neema aliangalia kati yao wawili, akajikuta akiwa katikati ya dunia mbili, moja ya giza na damu ya ajabu, nyingine ya mapenzi ya kawaida ya kibinadamu. Kito, alisema kwa upole, unaweza kuamua kutoingia kabisa kwenye dunia yao. Tunaweza kuondoka, tukajificha, tukaanza maisha mapya sehemu nyingine. Sio lazima uwe kile wanachotaka. Kito alitabasamu kidogo, tabasamu la uchungu. Na watatuacha? Aliuliza, baada ya kuona kile ninachoweza kufanya, baada ya kunihisi kama nilivyowasukuma wale walipovamia nyumba ya Ruth. Hapana Neema, kukimbia tena kutafanya tu historia jirudie kizazi baada ya kizazi. SA alisogeza hatua chache mbele, akasimama karibu zaidi na ukingo. Miaka mingi iliyopita, alianza, babu zangu walikuja hapa wakiwa kama wao, waliovaa mavazi meusi, waliotuma kutafuta mtu mwenye damu kama yako. Lakini walipofika hapa, mto uliwakataa, uliweka mipaka, ukawazuia. Ndipo alipoamua badala ya kutumia ukoo wetu kama silaha, waulize maji yamwe, nani abaki, nani apotee. Alinyanyua mkono na kuelekeza kwenye upande wa pili wa mto, ambako kulikuwa na jiwe kubwa lililosimama wima kama sanamu ya kale. Hapo ndipo alipofunga ahadi. Damu yetu haitatumika kuhukumu wala kutawala. Itatumika kulinda mpaka kati ya vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Lakini ahadi hiyo ilivunjwa na wengi waliokuja baada yao. Wengine wakauza nguvu zao, wengine wakajiona miungu mipya. Nikawa mmoja waliochagua kulinda badala ya kutawala, nikawa adui wao. Neema alishtuka. Kwa hiyo wewe na wao mlikuwa upande mmoja zamani? SA akatikisa kichwa kwa uchungu. Tulizaliwa damu moja, lakini hatukuchagua mioyo ile ile. Kitu alitegua kumtazama, macho yake akiwa mazito. Na sasa wanakuona msaliti. Na sasa SA akasema, na sasa wanakuona tishio. Alimtazama Kito moja kwa moja, lakini hawajui kitu kimoja. Hawajui kuna chaguo ambalo mimi sikuwahi kuwa nacho. Kabla waendelee, sauti ya matawi kukanyagwa kulisikika msituni nyuma yao. Hatua nyingi, haraka, zenye mafuniko. Neema aligeuka kwa hofu. Wamewahi? SA hakushangaa. Nilijua watakuja, alisema. Mto hauwezi kuficha sauti ya damu yako milele. Kito alisimama, akageuka taratibu. Mioyo yao yote matatu ilihisi uwepo huo kabla hata mili haijaonekana. Kati ya miti vivuli vya mavazi meusi vikianza kujitokeza. Mara mmoja, viwili, vitatu, vikawa 10, 15, kila mmoja akiwa na baraskua lile alama ya mduara uliokatwa mstari. Walitembea kama jeshi linaloamini tayari wameshinda vita. Hakukuwa na maneno, hakukuwa na kelele, ni ukimya wa hatari. Kabla hawajafika ukingoni, sauti dhaifu lakini inayotambulika kulisikika upande wa msitu mwingine. Kito, walitegewa kuigeuka. Mzee mmoja aliyepinda mgongo lakini bado akitembea kwa ari ya ndani, alijitokeza akishika fimbo. Nywele zake zilikuwa kolea weupe, lakini macho yake bado yalikuwa na mwanga ule ule Kito aliyeuzoea kila kimwamkia asubuhi akiwa mdogo. Babu, joka! Kito alipumua kwa mashangao. Joka alitembea kwa shida, akichochea, lakini hakusimama. Niliona kwenye television, alisema kwa fupi akijaribu kujipumua. Nilijua siku moja haya yatanipata, lakini sikuweza kukaa tu kijijini nikiangalia nani hengeseko kwa noni. Neema alikimbia kumpa mkono. Babu, hapa si salama. Hakuna mahali salama tena, joka alisema. Akamtazama SA kwa macho yaliyomchoma. Miaka yote ulijua siku yako ya kurudi itafika. SA akainama kidogo kwa heshima isiyo kwa kawaida. Na mimi nilijua utamlea vizuri kuliko mimi ningeweza kufanya. Kito alihisi pachozi akimjia bila ruhusa. Babu, kwa nini ulifuata? Unaweza siwezi kuishi huku nikiwa hajui kinachofanyiwa, joka alikata. Nilimkoa mtoto mtoni usiku ule ili kumpatia maisha. Sitakaa kuangalia damu hiyo hiyo ikimgeuza kuwa kitu sicho chake. SA, jeshi la watu waliovaa barakoa, sasa lilikuwa limekaribia, likisimama umbali kidogo ya mita chache tu kutoka makali ya ukingo. Kiongozi wao aliyekuwa mrefu kuliko wote alinyanyua mkono wa kulia. Alipozungumza, sauti yake ilisikika kama ilivyozoeleka kwenye ndoto za Kito, ingawa hakuwahi kuisikia kwa macho. Ilikuwa sauti ile ile aliyepiga simu studioni. Kito, ulimwengu unahitaji damu yako. Upo mahali usipoweza kushinda. Hii ni hukumu, si mazungumzo.
SA alipiga hatua moja mbele, akasema, hakuna hukumu leo, kuna chaguo. Ulishapoteza haki ya kuchagua. Kiongozi wa Barascoa akamjibu kwa dharau. Ulipoamua kusaliti damu yako mwenyewe na kumficha kijana huyu, ulijiandika kwenye orodha ya kutoweka. Kito alihisi nguvu iliyojificha ndani yake ikianza kukusanya tena, kama vile mto ndani ya damu yake umeanza kufurika. Lakini tofauti na mara ya kwanza, sasa hakuhisi tu hasira, alijisikia kuchoka na kukimbia. Kuchoka na kuwa zana ya watu wengine, iwe ni wagiza au wa mwanga. Aligeuka kumtazama Neema, kisha Joka, kisha SA. Alisema taratibu, nimechoka maisha yangu kuamuliwa na damu. Nimechoka kila mtu akisema hatima yako, kana kwamba mimi si binadamu, bali mstari tu kwenye kitabu chao. Kiongozi wa Barascoa alinyanyua mkono tena, akijiandaa kutoa ishara. Benki ya damu ya kale inakuita. Chagua uje ukiwa umesimama au tukulazimishe umekufa. Ndipo Kito alifanya kitu ambacho hata mmoja wao hawakuitarajia. Aliingia mtoni, si kwa kujirusha kama aliyetelekezwa, bali kwa kutembea taratibu, akizama hatua kwa hatua. Maji yakipanda kwenye miguu yake, magoti yake, kiunoni, kifuani. Neema alipiga kelele, Kito, akitaka kumfuata, lakini SA akaikamata mkono wake kwa nguvu. Usiingie, alisema. Maji haya ni yake, si yetu. Joka alikuwa anatetemeka, machozi yakimtiririka usoni, kimya, akiwa hajui kama amemuona mjukuu wake akijitoa sadaka au akichukua nafasi halisi. Maji pumfikisha shingoni, alizama uso wake ndani ya mto. Kwa muda mfupi kulikuwa na ukimya kamili. Hakuna aliyejisogeza. Watu wa Barascoa hawakufahamu ina ibada. SA alikuwa kimya kama sanamu. Neema alihema kwa nguvu, mikono yake ikitetemeka. Joka alipiga goti chini bila kujali udongo. Kisha mto ukaanza kung'aa tena. Lakini this time haukung'aa tu chini ya Kito. Mto wote ukaanza kuangaza, kuanzia mkondo huu juu usioonekana hadi sehemu ambao macho ya binadamu hayawezi kufika. Maji yakageuka kuwa mkondo wa nuru. Mawimbi yakainua juu bila kuyumba, yakizunguka mwili wa Kito kama mikono ya mianga. Kiongozi wa Barascoa akapiga kelele kwa hofu ya mara ya kwanza, akijaribu kusoga, lakini ardhi ikawabamba miguuni kama imekataa mekanyaga humo. Ndani ya mto, sauti ile ambayo Kito aliisikia kwenye maono ikawahi kumfikia tena. Unaweza kuchagua, itasema, utakuwa daraja au utaendelea kuwa mlango. Ndani ya mtu aliona sura ya mama yake, ya SA akiwa kijana, ya Joka akimtoa mtoni, ya Neema akimpa mkono wake. Alielewa ghafla, wote hawa walikuwa wamemlinda kwa njia zao zilizopinda na zenye makosa. Hakutakiwa kuwa silaha wala mfungwa, alitakiwa kuwa kitu kingine, mstari wa mwisho kati ya nguvu mbaya na dunia ya kawaida. Nataka, sauti yake ilisikika ndani ya mto, ingawa mili yake ilikuwa imefunikwa na maji. Nisimalize dunia wala nisiihukumu. Nataka kufunga njia yao kuja huku, na kama inabidi nikalie lango hilo milele, basi iwe. Mwanga ukapanda juu ya maji kwa nguvu ya ajabu. Mto wote ukainua mawimbi yake juu kama kuta mbili, ukaunda aina ya koridola nuru. Watu wa Barascoa akapiga kelele kwa hofu ya mara ya kwanza, wakijaribu kukimbia, lakini ardhi ikawashika miguuni. SA alifumba macho akisema kimya, amechagua jambo ambalo hata mimi sikuwa na ujasiri nalo. Kisha kwa kishindo kisicho cha sauti bali ya hisia, kitu kilifanyika. Alama zote za damu ya ukali zikakatwa kutoka kwenye dunia ya nje. Wale waliovaa Barascoa wakaanguka, vilio vya ajabu, si vya binadamu wala vya wanyama. Kisha mili yao ikaporomoka moja baada ya nyingine kama sanamu zilizopoteza roho. Barascoa zao zilianguka zikibaki juu ya ardhi tupu. Mwanga uliokuwa ukizunguka mto ukajikusanya tena kwenye sehemu moja. Katikati ukageuka kuwa undo la binadamu, kivuli cha Kito, kisha mwili wake kweli akisimama juu ya maji, kana kwamba maji ni ardhi imara. Lakini macho yake hayakuangaza tena kama awali. Kulikuwa na utulivu mpya ndani yake. Nguvu bado ilikuwa ikuwepo, lakini haikuwa ikitafuta kupasuka, ilikuwa imefungwa, imeelekezwa.